Naam, hii ni sehemu ya 59 ya simulizi yetu nzuri ya Hamza. Na hapa tunaendelea kufahamu kipi kilichoendelea kwa Helena mara baada ya kumwekea kisu shingoni mke wa kijana wetu Hamza. Maana alikikandamiza kwenye shingo Regina. Sasa tunamzika Regina ama ilikuwaje? Tusonge mbele. Langu jina Lucas Lumbas. Kilichoendelea pale msikilizaji, Helena alikuwa na hasira mno kiasi kwamba mwili wake ulianza kumtetemeka. Pale alizungusha mkono wake katika shingo ya Regina na kusimama, na kisha alitumia kisu kukandamiza shingo, yani kukandamiza katika shingo ya Regina. Regina na sura yake ya kirembo alijikuta kifubaa, huku akili yake ikiwa ni kama empty. Hakudhania Helena angekuwa mgumu namna hiyo. Basi Helena akasema kwamba wote kaeni kimya. Mimi Helena sipo tayari kwa msaliti. Natia maelekezo ya captain na utii wangu kwa Metotide. Hivyo siwezi kwenda kinyume na kiapo changu. Nitaua kwa ajili yake sasa hivi. Alitoa kelele wa maumivu. Hii ni kwa sababu kabla Helena hajamaliza sentensi yake, alijikuta kitoa mguno wa maumivu. Macho yake yalikodoa na kwa uchungu mwingi aligeuza kichwa chake na kugeuka nyuma na kumwangalia Gray. Mkono mmoja wa Gray ulikuwa umeumia, lakini mwingine ulikuwa ukifanya kazi vizuri tu. Na bila ya kueleweka amefikia kisu muda gani, Gray alimchoma Helena kupitia mgongoni kwa kulenga moyo wake. Macho ya Helena yalikuwa na viashiria vya huzuni kubwa sana, kutokuamini na masikitiko sana. Haamini kama Gray ndo amefanya vile. Gray naye akiwa serious alisema ya kwamba nisamehe Helena. Siwezi kukuruhusu kwa ajili ya mtu aliyekufa kutuua kila mmoja. Mara baada ya kuona hivyo, Kombu pale alichukua hatua na kumsogelea Helena na kumpokonya kisu kilichokuwa katika mikono yake na kumwokoa Regina. Regina aliishia kushikwa na mshtuko, huku akiangalia kisu kilichotoboa kutoka nyuma na kutokea mbele katika eneo la moyo wa Helena. Hakutarajia hali ingegeuka na kuwa hivyo. Sasa Helena kwa shida akasema, tulifanya kazi kwa zaidi ya miaka 12. Tena tukiwa pamoja. Umeamua kunisaliti mwishoni. Aliongea Helena akiwa na machozi katika macho yake, huku akimwangalia Gray. Gray upande wake alikuwa na muonekano usioelezeka. Hakujali tena, na pale alichomoa kisu kutoka katika mwili wa Helena na kusukumia kutoka kwenye ngazi za viti. Regina alipiga kelele akasema no! Regina mara baada ya kuona Helena akisukumwa chini na kuanza kuporomoka katika ngazi, alijikuta akipiga yowe sana. Akasema, kwa nini mmemsukuma? Mmeshamjeruhi tayari. Asingeweza kuniua. Basi Regina aliongea kwa kufoka na kuwafanya Gray na wenzake kupiga magoti mbele ya Regina. Wakasema ya kwamba samahani sana Miss Regina. Tumelazimishwa na Gonzalez kukukamata. Tunaomba msamaha wako tafadhali. Regina alihisi kuchanganyikiwa. Hakujua kwa nini mambo yamefikia hatua hiyo. Ni kweli alistahili kuokolewa, lakini katika moyo wake alihisi hali ya chuki isiyoelezeka juu ya watu waliomwokoa. Hivi unaelewa hapa kinachoendelea? Kwa ufupi, Regina aliwachukia waliomwokoa yeye. Aliona ya kwamba Helena yupo sawa. Kwa hiyo muda huo watu wote walipiga makelele kwa tukio lile. Hamza pale airuka kutoka alipokuwa amesimama kwa mita kadhaa na kwenda kutua katika viti vya ngazi mbele ya Regina. Akauliza, wife, uko sawa? Hamza alikuwa amezima ile mbinu mgawanyiko na kufanya sasa kile kivuli kumpotea na kurudi katika hali ya kawaida. Sasa alikuwa yuko vile anavyoongeaga na Regina siku zote. Ukweli Hamza hakuwa na mpango wa kumuua Gonzalez tokea mwanzo. Alipanga kumshikisha tu adabu mbele ya watu. Lakini sasa mara baada ya kumteka mke wake, aliona ngoja atumie uwezo wake wote wa juu kumuua Gonzalez ili kuvunja safu ya ulinzi ya kundi hilo na kuwatengenezea machafuko baina yao ili iwe rahisi kumwokoa Regina mke wake. Ijapokuwa ilikuwa ni njia hatari sana tokea mwanzo, lakini ndo aliona ipo salama zaidi. Na pili, hakutaka kuhatarisha usalama wa Rhoda na kutumia uwezo wake wa speed usiokuwa wa kawaida kujaribu kumwokoa Regina.
Hivyo ni sahihi na kusema kwa 100% kila alichopanga Hamza kilifanikiwa, lakini kwa wakati mmoja alijifunza kutoka kwenye kosa alilolifanya na alipanga baada ya hapo anapaswa kumtafutia Regina mlinzi wa kumlinda masaa 24 na sio yeye tu kwa kila mtu wake wa karibu. Hawezi. Sasa Regina mara baada ya kusikia neno wife kutoka katika sauti aliyoizoea, alihisi ni kama amesubiria neno hilo kwa karne nzima. Sio tena muda huo kanaringa kwa sababu ukumbi wote ulishout kumshangilia mwanaume ambaye yeye anamuita mwanaume wake. Kwa nini kasiringe sasa? Lakini kwa wakati mmoja alipoinua macho yake na kumwangalia aliyemuita, alihisi ni kama mtu mgeni kwake. Mrembo Reji alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Hamza aliweza kuona hali ya hofu katika macho ya Regina na kumfanya ahisi moyo wake kuuma. Na pale pale hakujiuliza mara mbili na kumkumbatia kwa nguvu kumhakikishia usalama. Alishia kumpiga mgongoni kumtuliza huku akipapasa nywele zake kumfariji. Akamwambia kwamba usio na wasiwasi mke wangu. Nitakununulia donut zenye strawberry tukirudi nyumbani na utasahau kila kilichotokea hapa. Regina mara baada ya kusikia kauli hiyo ni kama ameshtuka kutoka ndotoni na kugundua mwanaume aliyemkumbatia hakuwa amebadilika, ni yule yule mwanaume aliyemzoea. Ilikuwa ni kwa sababu ya uhalisia wa maisha yake yaliyopita ndio ulimduaza mpaka kushikwa na hofu kwa muda. Watu wengi mara baada ya kuona tukio hilo walijikuta wakipiga makelele mengi na makofi ya kumpongeza Hamza. Mameni akasema, kumbe ndio ilikuwa plani yake. Nilishangaa kwa nini bosi ametumia nguvu nyingi kumaliza pambano katili. Kumbe Asmatisa akasema, bosi amepitia mengi sana na ndio maana siku zote anafikiria hatua mbili mbele kuliko sisi. Sasa Black Fog mara baada ya kuona Hamza jinsi alivyomkumbatia Regina kimahaba, macho yake yalijawa na wivu mwingi. Upande wa Regina aliweza kuhisi joto la kumbatio la Hamza na alihisi utamu moyoni. Lakini kwa wakati mmoja aibu ya kike ilimvaa kutokana na macho ya watu wengi yalivyokuwa wakimwangalia. Sasa Regina akasema hivi, wewe unanichukuliaje? Nawezaje kusahau kila kitu kwa kula tu donut? Aliongea Regina huku sasa akimsukuma Hamza. Akasema kwamba halafu hata hujajisafisha lakini unanikumbatia kwa kunibana hivi. Hamza muda ule ndo sasa anashtuka na kugundua mikono yake ilikuwa na damu na kumfanya atoe tabasamu la kizembe. Akasema, samahani mke wangu, kwa jinsi ulivyopendeza na vazi la kijeshi nilishindwa kujizuia na kutamani sana kukumbatia. Regina mara baada ya kusikia hivyo alishindwa kujizuia na kutabasamu tu. Kwa namna alivyopendeza ni kama ua linalochanua nyakati za kiangazi kirefu. Mara baada ya kumwona Regina ametabasamu, hatimaye moyo wake ulijawa na uweni, lakini bado hatia haikumtoka. Hamza akasema, nilifanya makosa. Sikudhania watakuteka. Siku nyingine nitakisha. Regina akamwambia, wewe sio malaika. Huwezi kunilinda kwa 100%. Siwezi kukulaumu bila sababu. Aliongea Regina, alijua kama sio Hamza angekuwa ameshakufa muda mrefu tu, na hata kama angekufa awamu hiyo lisingekuwa kosa lake. Pembeni Gray na wenzake waliendelea kuomba kwa kubembeleza wakitaka Hamza aache hilo lipite. Na Hamza mara baada ya kuageukia alishia kuangalia kwa shauku. Akauliza, kwa nini bado tu mjaondoka? Gray na wenzake mara baada ya kusikia kauli hiyo wangewezaje kutokujua kauli hiyo inamaanisha nini? Haraka sana walisimama na kukimbia kutoka ndani ya eneo hilo. Upande wa Regina muda ule aliweza kukumbuka jambo na kuanza kupiga makelele. Akasema, Helena jamani, Helena, Hamza nombo saidie kumwokoa Helena. Aliongea Regina kwa kubembeleza. Na kauli hiyo ilimshangaza Hamza. Alijikuta akiangalia upande wa chini Helena alipodondokea, namna alivyolala akiwa katika dimbwi la damu. Akauliza kwamba unataka kumsaidia kwa nini? Regina akasema kwamba anatia huruma sana, yani kwa namna alivyosalitiwa na wenzake. Ukweli alichokuwa akifanya ni kutimiza kiapo chake, kwa mimi sidhani kama ni kosa. Hamza akasema, wife, huyo ndio mtu aliyetaka kukuua, kumbuka, na ndio aliyekuteka. Regina akasema, mtu aliyetaka kuniua sio Helena, ni kiongozi wake. Kwa nini unakuwa hivyo? Wewe si daktari wewe? Haraka basi nenda kumsaidia kumwokoa. Aliongea Regina akiwa na wasiwasi mkubwa sana. Regina na moyo wake. Nadhani alijikuta tu akimkubali kwa sababu unajua Helena alifunguka A to Z, chochote anachouliza Regina Helena alimfafanulia, na kuna vingine ambavyo hata hakuuliza alimfafanulia. Kwa hiyo alikuwa ni kama
mkalimani wake pale kwenye baraza. Na alielewa kabisa yeye alichotimiza ni kiapo. Helena ni mwanajeshi kabisa aliyekula kiapo kikaiva. Sasa Hamza alishia kumwangalia mwanamke huyo na nia yake ya dhati ya kutaka kumsaidia Helena, na alishindwa kujizuia na kuhisi kitu kisichokuwa cha kawaida katika moyo wake. Pengine katika macho ya mwanamke huyo kila kitu kwake alichukulia kama vitu vyepesi mno. Alimuona kama mwanamke mfanyabiashara ambaye siku zote alizingatia mahesabu, lakini alishangaa kuona upande wake mwingine wa kitoto. Hamza akasema kwamba basi sawa, nitajitahidi kumsaidia kama ulivyosema. Hamza alijua hata kama atamsaidia Helena kupona, hatakuwa na hatari yoyote kwake. Hivyo licha watu kumshangaa, alishia kukimbia chini na kumbeba Helena juu, tena alimbeba na mkono mmoja tu. Basi watu akasema, nini kinaendelea? Wanataka kumuokoa?" Mwingine akasema, lakini si Helena alitaka kumuua mke wake." Jamaa mmoja akamjibu mwenzake akasema, inaonekana mke wa Lucifer anataka kumuokoa Helena bwana." Mwingine akasema kwamba sasa, devil and angels, what a couple. Aliongea mwingine akimaanisha Hamza ni shetani na Regina ni malaika. Kwa hiyo ilikuwa ni mahusiano ya kushangaza. Upande wa Regina hakujali watu watafikiria nini. Yeye alichotaka kujua kwanza ni kama Helena alikuwa hai na anaweza kupona. Akauliza, vipi bado yupo hai, anaweza kupona? Akajibiwa kama angekuwa hospitalini chumba cha upasuaji pengine angeweza kupona, ila kwa hapa naweza sema tumechelewa. Regina akauliza kwamba kwa hiyo unamaanisha amekufa? Aliuliza Regina kwa masikitiko, na Hamza alionekana kupata wazo, akasema kuna njia tunaweza kujaribu. Mara baada ya Hamza kuzungumza hivyo, bila kusubiri Regina kumuuliza ni njia gani, Hamza aliubeba mwili wa Helena ambao umekwisha kuwa wa baridi na kukimbia nao mpaka katikati ya uwanja na kumsogelea Sylvia. Akaambia kwamba, "Madam, hili ni ombi kutoka kwa mke wangu, naomba nisaidie." Muda ule sasa watu walikumbuka kulikuwa kuna gwiji mwenye miujiza ya uponyaji kutoka kwa wavuna nishati wa ufunuo wa nuru. Sasa hadhira nayo ilikuwa na shauku sana ya kutaka kujua nini kingetokea. Je, White Queen angekataa kumsaidia Hamza kutokana na mume wake kuuliwa? Sylvia alionekana kushtuka kwa dakika kadhaa, na kisha pale alitoa tabasamu. Akasema, "Sijategemea Hamza, umekwisha kuoa na unataka nimpatie mke wako zawadi. Kama ni hivyo basi, na mkono huu wa baraka ya miujiza na uwe zawadi kwake." Na baada ya kuongea vile, alichannel nguvu kumtoka kupitia mkono wake na ukaonekana mwanga mwepesi mweupe hivi kama wingu hivi ambao ulianza kuzingira mwili wa Helena kimaajabu sana. Dakika ile damu iliyokuwa ikimtoka Helena iliacha mara moja na hali ya joto ilianza kurejea mwili wake. Sylvia akiwa na tabasamu akasema, "Jeraha la moyo haliwezi kuponyeshwa na ufunuo wa nuru, lakini kupitia mkono wangu wa baraka ya muujiza nimezuia hali yake kutokuwa mbaya zaidi, na pengine utakuwa na muda wa kutosha kumfikisha hospitalini na kumfanyia upasuaji." Hamza akasema, "Mpaka hapa inatosha na nitaondoka naye kwanza. Kwa hali ilivyo sidhani pia kama mkutano utaendelea." Sasa hali ya Helena ilikuwa mbaya sana. Jukwaa maalum limekwisha kuharibika na hata eneo la juu liliharibika pia. Hivyo kwa baraza hilo la Maxi kuendelea ni mpaka maboresho yafanyike kwanza. Hivyo Hamza pale aliomba kuandaliwa gari na alimchukua Helena na mke wake na kwenda hospitali ya karibu ndani ya mji huo wa Lima. Ndani ya hospitali Hamza alifanya upasuaji kwa zaidi ya masaa 2, tena 2.5, na hatimaye alifanikiwa kuokoa uhai wa Helena. Ilikuwa ni rahisi pia kumuokoa kwa sababu kwa uzoefu wa Hamza aligundua Gray hakudhamiria kumuua moja kwa moja Helena, na badala yake namna alivyokizamisha kisu alitengeneza asilimia kadhaa za Helena kupona. Lakini hata hivyo, kama isingekuwa msaada wa Sylvia ingekuwa ni ngumu. Helena mara baada ya kutolewa chumba cha upasuaji, hatimaye pressure ilimshuka na kujihisi aweni kubwa. Hamza huko akicheka akasema kwamba, "Wife, umeridhika sasa ila kama akiamka na kutaka kukuua tena, mimi sitokuwa na muda wa kumuokoa tena." Regina akasema, "Sidhani kama itatokea. Ameshakufa tayari na ukamfufua, kwa sidhani kama atakuwa tena chini ya kifungo cha kutimiza kiapo chake kwa Gonzalez." Hamza akasema, "Wife,
unajua nimekuja kugundua ya kwamba muda mwingine una roho nzuri kiasi kwamba inakufanya uwe kama mgonjwa. Nikifikiria swala la Lambla na Helena na kuona kama Mama Teresa hivi wa wakati wetu. Aliongea Hamza huku akitingisha kichwa kumuonea huruma mke wake kwa kuwa na roho nzuri kupitiliza. Regina kusikia kauli hiyo alishikwa na haya kidogo na kuishia kumwemwesa tu lips zake. Akasema kwamba nimemchukulia tu kama mwanamke mwenzangu aliyesalitiwa na watu wengi na aliyeshindwa kujizuia, ndio maana. Hamza akasema, unajua kwenye ulimwengu wa giza tendo la huruma moja tu linaweza kukufanya upoteze uhai. Unaweza kuonekana mkatili, lakini ukweli mimi sikuzaliwa mkatili, ni uzoefu tu, ndio maana na kuwa hivi. Regina akasema, basi sawa, mimi najua mimi ni mjinga lakini nilishindwa kujizuia. Isitoshe Helena sio mtu wa kawaida tu mbele yako. Na kama atageuka na kuwa mbaya kwangu, unaweza kunilinda tena. Ativu mimi sio mtoto mdogo. Nimeteka leo na kidogo tu niuliwe. Na nimechoka, yani kwa ufupi nimechoka sana. Kwa hiyo acha kuongea kama unanifokea. Baada ya Regi kuongea hivyo, Hamza akasema, haya basi ameisha mke wangu. Kwa sasa hakuna namna. Nitakuwa na wasiwasi ukirudi Paris peke yako. Kwa nini usikae na sisi hapa? Halitakuwa mbaya kama utashiriki katika mikutano iliyobakia. Regi akasema, naweza kushiriki, Watu wa baraza la Max si watanizuia. Hamza akasema, mpaka sasa ushajulikana ni nani kwangu. Nani anaweza kudhubutu kukuzuia? Regi akasema, najua una nguvu na wanakuita mtawala wa kuzimu na gwiji, lakini mimi sina vigezo vyovyote vingine. Mimi ni kama mimi tu. Hamza akasema, wewe tayari ni mke wangu. Vigezo vingine vya kwako vya nini? Regi akasema, lakini hujanichumbia na kunioa vizuri. Aliongea Regina kama mtoto huku akipepesa macho yake haraka haraka. Hamza alijikuta akikosa usemi. Mara baada ya kufikiria swala la kuchumbia na mambo ya harusi, kichwa kilianza kuuma. Sio kama eti kutaka, lakini bado hakupata wazo sahihi la namna ya kuchumbia. Hamza akasema, wife, naomba nipatie muda. Nikishapata wazo zuri haraka sana nitakuchumbia na tufunge harusi. Regi akasema, usijali, unaweza kufanya taratibu. Isitoshe sio kama nina haraka na harusi wala nini. Hamza akasema, hapana, ile swala linatakiwa kuharakishwa. Aliongea Hamza huku akijiambia namna ya kupunguza ukauzo wa Regina kwake ni kumpa kile kitakachomridhisha ili amweke kifuani, na kwa namna hiyo kidogo atarahisisha baadhi ya matatizo mengi yatakayojitokeza. Wawili hao mara baada ya kutoka nje ya hospitali, watu wa Inferno walikuwa wakiwasubiria na kila mmoja alisogea na kumsalimia Regina kwa kumuita shemeji. Jina hilo lilimfanya Regina kuhisi aibu na kufanya sura yake kuwa ya moto. Na hiyo yote kutokana na kwamba watu hao wengi walikuwa ni wazee kuliko Hamza. Lakini waliokuwa wakifanya ni kama Hamza ndio aliyekuwa mzee. Basi Hamza akasema, wife, ngoja nikutambulishe. Huyu ni Ezo, unaweza kumuita tu Aziza bwana kurahisisha. Ni muuzi, anapenda sana kugongelea vyuma. Huyu hapa ni Asmantis au mtu mchafu. Pepo lake linamruhusu kuoga mara moja tu kwa mwaka. Huyu bonge hapa tunamuita Mamen. Anajishughulisha na biashara za silaha. Anapenda sana kamari na wanawake huyu mjinga. Alafu huyu hapa brother huyu tunamuita Leviathan aka ngisi mkubwa kwa sababu bendera ya meli zake zina chata la ngisi. Ana mtoto mdogo wa kike na sio mtu wa kunyoa kipara. Alikuwa na rasta ndefu sana na ngumu kama maganda ya mua. Kuhusu mrembo wa sura hapa ni mshikaji wangu tu, anaitwa Barry. Ni mvivu kupindukia na ana madeni, yani ukiachana kupenda kwake kula vinono, lakini vile vile ana swaga hatari mbele ya wanawake. Ujuzi wake mwingine ni kujua kukopa. Yani anakopa mpaka wanaomdai. Hana sifa nyingine kubwa. Regina mara baada ya kusikia utambulisho huo alijikuta akichanganyikiwa. Alijiuliza kwa nini kila aliyetambulishwa katika kundi hilo hakuna anayeonekana kuwa wa kawaida, Kuna mtu mpaka anakopa anayemdai. Yani wewe unayedai unakopwa tena. Lakini hata hivyo alijua watu hao walikuwa maarufu zaidi katika ulimwengu wa giza na walikuwa marafiki wa Hamza kufa na kuzikana. So unajua tena, yes. Hivyo hakuwadharau na alijitahidi kufahamiana nao vizuri tu.
Mara baada ya kufikia zamu ya Rhoda, Reggie alionekana kushangaa. Sasa anasema, dada na wewe? Rhoda akasema, samahani sana dada Regina kwa kudanganya ile siku. Master wangu ni Asmantes na mimi kazi yangu ni kuua. Regina akasema, wewe ni muuaji? Regina alishangaa, maana hakutegemea msichana mzuri na mwenye sura ya kipole kama huyo angekuwa muuaji. Black Fog akajibu ndio. Alijibu hata bila ya kuwa na aibu kuhusu kazi yake. Ijapokuwa Regina alijikuta akijisikia furaha hatimaye kumjua mume wake. Lakini mara baada ya kukutana na watu hao wasiokuwa wa kawaida, alishikwa na wasiwasi. Sasa Asmantes akasema kwamba bosi, watu wa baraza wanasema kazi ya kuweka mambo sawa imekaribia kumalizika. Unaweza kujiunga kwa ajili ya kumalizika kikao cha leo. Hamza akasema okay, napaswa kuwakabidhi tuzo leo, hivyo tuendeni maana nastaki ile swala lipite. Basi mara baada ya kurudi ukumbini, watu wengi waliwaangalia. Asilimia kubwa walimwangalia Hamza. Tofauti na mwanzo sasa walionekana kumheshimu zaidi. Sasa Barry akasema kwamba bosi, ndondi ulioonyesha leo imekuongezea mashabiki wengi sana. Unaonaje tukirudisha umoja wetu wa Inferno? Nitatamba sana mjini. Hamza akasema wewe hebu acha zako hizo bwana. Hii ndio mara yangu ya mwisho kuhudhuria baraza la Maxi. Kama isingekuwa kitengo cha Malibu kunishinikiza, nisingeshiriki. Aliongea Hamza kwa Kiingereza na kufanya wenzake kukubaliana kinyonge. Lakini upande wa Regina alionekana kunyaka baadhi ya maneno. Akasema kwamba wewe una uhusiano gani na kitengo cha Malibu? Hamza akasema mke wangu ni historia ndefu kidogo, nitakwambia tukifika nyumbani. Aliongea Hamza. Kila mmoja airudi katika seti yake, huku Regina akizungukwa na watu na kuwa kama malkia. Mara baada ya kila mtu kupata muda wa kupumzisha akili kidogo, ndio sasa waligundua takataka na mchanga vilivyokuwa vimechafua eneo hilo vimesafishwa. Lakini hata hivyo, jukwaa ambalo liliharibiwa halikutengenezwa upya. Vyuma na viti na matofali yalikusanywa na kuwekwa katika eneo moja na kutengeneza kifusi. Ukiachana na Hamza, magwiji wengine ambao walienda kupumzika walirejea pia. Mzee Maxim ambaye ni rais wa baraza la Maxi alimsogelea, unaweza kumuita nani, rais wa Adept Association, na kisha waliongea kidogo kwa sauti ya chini. Kwa namna alivyokuwa akiongea, mtu wa kawaida angesema Maxim ni kichaa kwa kuongea na koti na suruali hewani. Sasa akasema ya kwamba jamani, naomba utulivu wenu kutokana na jukwaa letu kuharibika, tutajenga la dharura sasa hivi na nimemwomba Mr. Air kutusaidia katika jambo hili. Kwa hiyo naombeni tumshukuru kwa kumpigia makofi mengi. Mara baada ya Maxim kuongea hivyo, watu walianza kupiga makofi mengi na kumshangilia. Na hiyo yote ni kwamba Mr. Air alikuwa ni mtu wa mambo ya chini sana. Yaani ni adimu sana kuonyesha uwezo wake. Hivyo ni kama kujenga jukwaa la dharura ni nafasi ya kuona uwezo wake. Hata Hamza mwenyewe na magwiji wengine walijawa na shauku ya kutaka kuona ni kwa namna gani Mr. Air anakwenda kujenga jukwaa ndani ya muda mchache. Mr. Air alisogea mpaka katikati ya eneo la wazi na bila kutoa sauti, chini ya macho zaidi ya watu 30,000. Ghafla tu hali ya mkondo wa upepo ndani ya eneo hilo ilibadilika na kufumba na kufumbua. Ule upepo uligeuka kimbunga na kuanza kumuinua kutoka chini na kumpandisha juu. Sasa watu walijikuta wakishangazwa na jambo lile. Kila mmoja alishangaa kuona Mr. Air alikuwa akipaa. Ingawa ilikuwa ni rahisi kuweza kushindana na kani mvutano kwa wale wenye mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, lakini ni mbinu ambazo zilikuwa zikienda kinyume na kanuni za anga. Na Mr. Air mwenyewe alifanya sasa hewa iliyokuwa chini alivyotaka, na mara baada ya kujimarisha hewani alianza kuinua matofali pamoja na vyuma na kuvifanya vielee pia angani. Kwa namna ilivyokuwa ikionekana ni kama vile ni kulikuwa na kamba ambazo zilikuwa ni zikivuta vitu hivyo. Tukio la kushangaza liliendelea kuonekana katikati ya uwanja ule bwana. Ilikuwa ni kama vile eneo la katikati lilikuwa haliathiriwi na kani mvutano ya dunia na kufanya vitu viwe kama vile kama vile vipo, kama vile unaweza kusema kama vipo ndani ya eneo lenye zero gravity na kuelea angani. Sasa mara baada ya Air kutingisha mkono wake hewani,
alisababisha mawe na vyuma kuanza kugawanyika na kugeuka chembe chembe. Ilikuwa ni kama mawe yale na vile vyuma viligeuka na kuwa vumbi ambalo lilielea hewani kwa kusambaa pande zote. Minong'ono pia ilianza. Jamaa akaanza kusema hii ndio mbinu yake ile ya elemental decomposition. Mwingine akaambia itakuwa, unajua nimesikia anao uwezo wa kutawala elementi zote za mada ili mradi tu awe na muda wa kutosha, anao uwezo wa kutenganisha kila kitu. Hivi vyuma na mawe vina elementi za kawaida sana kwake kutenganisha. Jamaa mmoja akaambia kwamba mbona hiyo sasa ni hatari. Kama akitumia uwezo huo kupambana, si anaweza kumyeyusha adui tu. Jamaa akaambia umefikia mbali sana. Japokuwa ni kweli uwezo wake ni wa juu na anao uwezo wa kugawanyisha vitu, lakini ili kufanikisha mchakato mzima anahitaji nguvu nyingi sana za kiroho, na kadri muunganiko wa vitu unavyokuwa mgumu, maana yake atahitaji nguvu nyingi zaidi kufanikisha. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ana mwisho pia wa kiasi anachoweza kutenganisha. Ikiwa atakutana na mwanajeshi ambaye ana nishati kubwa za mbingu na ardhi, anaweza asifanikiwe. Msikilizaji, hayo ilikuwa ni maneno ya watu kadhaa waliokuwa kielewa kuhusu uwezo wa Mr. Air. Ndani ya dakika 3 kila kitu kilikuwa kimesagwa na kuwa unga unaoelea hewani katikati ya uwanja. Mara Mr. Air alishuka ardhini na kukandamiza mkono wake mmoja kwenye ardhi kama vile alikuwa akipasha ardhi moto, na ghafla tu sauti kama ya tetemeko ilianza kusikika. Wakati watu wakimaka kile kinachotokea, ghafla tu zile chembe chembe zilianza kujikusanya sehemu moja kwa kasi sana, na kitu mfano wa umbo mraba hivi lilianza kujitengeneza kwa kupanda juu hewani. Asa Sylvia akasema, uwezo wa ajabu sana. Sidhani kama kuna mtu anaweza kuvuna nishati za mbingu na ardhi na kuja kupata ufunuo wa kutawala elementi za mada kama hivi. Mikaeli akajibu, uwezo wake ni wa asili. Hata kama atokee mtu aweze kupata ufunuo, hawezi kumfikia. Hamza akasema, kuzaliwa na karama ni habari nyingine ese. Hebu fikiria tokea saa unaozaliwa unakuwa mtawala wa vitu. Hata ujitahidi vipi kuonea wivu na kutamani kuwa wao, hautofanikiwa. Alan naye akajibu, Lucifer, huna haja kumwonea wivu Mr. Air. Kwa ninavyokuona umezaliwa pia na karama ya kuzifahamu siri za mwili. Hivyo uwezo wako sio mdogo pia. Anaongea Alan na kumfanya Hamza amwangalie Alan. Akaambia, Mr. Alan, naona muda wote umelivaa hilo element la chuma. Ujisikii vibaya? Alan kwa sauti kavu akajibu, sijisikii vibaya. Wakati wakiongea, hatimaye stage ya umbo la mraba yenye upana wa mita za mraba zaidi ya 100 na kimo cha mita 2 hivi iliweza kusimama katikati ya uwanja, ila bado haikuwa imekamilika, kwani kulikuwa kuna kama chembe zingine nyingi tu ambazo zilikuwa zikielea hewani. Mr. Air alisimama na kuanza kuzungusha mkono wake juu angani, kama kwa kuchezesha hivi, kama anakoroga hivi. Na zile chembe chembe zilianza kujitenga kimakundi, na kisha alianza kushusha kundi baada ya kundi na kwenda kuivaa kile kifusi cha umbo la mraba kwa staili ya kufunika kama shuka. Mpaka anakuja kumaliza kundi la mwisho kufunika stage ile, hatimaye ilikaza na alifanikisha kumaliza kazi na upepo kutulia, na sasa watu waliweza kuona eneo la stage ile ikiwa imefunikwa na madini ya rangi ya silver tena ya kung'aa sana na kufanya ivutie kwa macho. Watu walijikuta wakishindwa kuzuia hisia zao na kusimama na kupiga makofi mengi. Hakika walionekana kupendezwa na kila ambacho gwiji huyo alikamilisha ndani ya muda mfupi. Sasa Maxim akasema kwamba basi tutumie nafasi hii kumshukuru Mr. Air kwa msaada wake wa kimiujiza. Anaongea Maxim na kufanya watu wazidishe makofi, na muda ule sasa wafanyakazi maalum wa baraza la Maxi waliingia na viti na baadhi ya vitu vingine tu na kuviweka katika mpangilio uliokuwa mwanzo kabla ya jukwaa kuharibika. Sasa muda huo ilikuwa ni usiku sana, lakini hata hivyo baraza hilo halikuwa la kawaida, na ni sawa tu kwa watu kutotamani kula au kulala, hivyo mkutano uliendelea kama kawaida. Siku ya kwanza baraza la Maxi ilikuwa ni kwa ajili ya kutoa mjumuisho wa maendeleo ya jumla ya ulimwengu wa siri au giza kwa kipindi cha miaka 5, na hiyo ilihusisha swala zima la kutambua wachangiaji wakubwa wa maendeleo hayo.
Na kupitia hivyo, baadhi ya taasisi, makundi na watu binafsi na hata vitengo maalum vya siri vilipandishwa vyeo na vile vilivyolega vilishushwa madaraja. Kulikuwa na hisia za furaha kwa waliopandishwa na za huzuni kwa walioshuka. Hamza na magwiji wengine hawakuhudhuria kwa ajili ya kukaa jukwani tu, hata wao pia walihusika katika majadiliano. Ukweli ni kwamba magwiji walikuwa ni kama viongozi na wawakilishi wa jumuiya kubwa za siri. Hamza katika muda huo aliwakilisha kitengo cha Malibu ambacho kilikuwa ni daraja A, huku wengine kama Oleg waliwakilisha makundi yao ya Kiaramia, watu wa madhabahu takatifu na ya giza. Japokuwa hawakutambuliwa kimadaraja, lakini kama wangepewa wasingekuwa chini ya daraja S kama ilivyokuwa kwa jamii kama Freemason na kuendelea. Adept Association au jamii ya watu waliozaliwa na karama zisizo za kawaida walikuwa wakipewa heshima ya kipekee pia katika baraza hilo. Yaani msikilizaji, na mimi hapa ninayesimulia, ningekuwa kwenye baraza ningepewa na mimi karama ya kusimulia. Ningepewa zawadi, yani ningepewa zawadi ya kuwa na karama ya kusimulia simulizi. Unabisha, mimi najikubali bwana. Ingawa ushawishi wao ulikuwa ukiumba na kukua vizazi na vizazi, lakini uwepo wa Mr. Air ambaye haijulikani asili yake ilifanya jumuiya hiyo kupewa hadhi ya juu sana. Ukiachana na Hamza kubeba kitengo cha Malibu, lakini kwa wakati mmoja aliwakilisha jamii yake ya siri ya Inferno. Ingawa ilionekana ni kama jamii ambayo haifanyi kazi, lakini wengi hawakuona hivyo, na Hamza pia hakuchukulia jamii yake kama imekufa. Sababu ya kwa nini magwiji 10 waliketi katika jukwaa la juu kabisa chini ya viongozi wa mashirika mengine sio kwa ajili ya kuwapa watu wa kawaida changamoto za kimotisha, lakini vile vile ilikuwa ni kuonyesha heshima juu ya mafanikio yao, kama ilivyo kanuni ya watu wa ulimwengu wa siri kwamba mwenye nguvu anapaswa kukaa juu ya wengine. Usiku huo Hamza aliwapatia washikaji zake watatu tuzo, yani Asmantis, Ezo na Leviathan, kwa mchango wao mkubwa katika ulimwengu wa siri. Katika kipindi cha miaka 5, msikilizaji, ni makundi matatu pekee yaliyoweza kukwea madaraja na kuingia daraja A, na makundi hayo yote yalikuwa yakiongozwa na jamaa zake Hamza. Wakati wa kupokea tuzo juu ya jukwaa, wote walionekana kujivunia kwa mafanikio yao. Regina pia alishiriki katika kikao hicho, na kwa bahati nzuri aliwasiliana na wafanyakazi wa kampuni yake Tanzu na kuambia hata kuwepo mjini. Sasa kutokana na mazingira mapya ya ulimwengu wa siri, ajikuta akiwa na msisimko mwingi na kupata hali ya usingizi hata kidogo. Unaanzaje kulala? Watu wanamaanishati hapo. Ukigusa kichwa tu ulali wiki 4. Basi Black Fog ndo aliyechukua jukumu la kumuelezea Regina kila kitu ambacho hakuwa akielewa, na kwa jinsi Regina alivyosikiliza kwa makini ni kama vile angefanyishwa mtihani baada ya hapo. Regina alishikwa sana na hali ya kujivunia pamoja na furaha kwa wakati ambao alimuona Hamza akikabidhi tuzo huku watu wengine wakimshangilia. Na hatimaye usiku wa saa 5 baraza lilihitimishwa kwa siku ya kwanza na kutarajiwa kuendelea siku inayofuata. Magwiji ndio waliokuwa wa kwanza kutoka ukumbini na kisha ndio wengine wangefuatia. Hamza ile anakaribia njia ya VIP ya kutokea. Harid alikuwa tayari yupo anasubiri na alimkabidhi ufunguo wa gari yake ambayo alikuwa amekuja nayo, yani gari ya Lycan. Ile Hamza anasogelea uelekeo wa parking ya magari, aliweza kukutana na mtu ambaye alimfahamu. Alikuwa ni Mr. Air ambaye alionekana kuwa hapo kwa ajili ya kuchukua ufunguo wa gari yake pia. Hamza mara baada ya kumuona alishindwa kuzuia shauku yake na kujiuliza, huyu mtu ambaye anaweza kupotea na asionekane, ina maana na yeye anaendesha gari? Na kama anaendesha gari ni aina gani? Sasa kilichomfurahisha Hamza ni kwamba Mr. Air hakuficha sura yake. Ungekuwa mtu wa kawaida usingemfahamu. Ila magwiji, magwiji wanatambuana. Ni kama unavyoona askari tu, 26, 20 ngapi? Wanajeshi wanavyoitana kwa kodi, au sio? Basi, msikilizaji, unachopaswa kujua, Hamza alishawahi kukutana na Mr. Air miaka 5 iliyopita katika baraza la Max. Lakini sura ambayo alikutana nayo kipindi hicho ilikuwa ni tofauti kabisa na ya muda huo anayoiona. Ya kipindi kilichopita ilionekana ya kijana zaidi, kama alikuwa na miaka 28 hivi. Lakini ya muda huo alionekana kuwa mzee hivi, na muonekano wake kwa ujumla ulikuwa ni tofauti. Sasa kulingana na taarifa zilizopo, Mr. Air mara zote anapoonekana sura yake ni tofauti.
akificha muonekano wake wa kawaida. Sasa muda huo Hamza ni kama alihisi amemwona Mr. Air katika muonekano wake halisi. Ingawa hawajawahi kuwa na ukaribu wa sana, ila Hamza aliona sio mbaya kama atamchangamkia. Isitoshe wote walikuwa daraja sawa la ugwiji. Hamza akasema, "Hey Mr. Air, na wewe upo hapa kuchukua gari yako?" Aliongea Hamza na kumfanya Harid. Mara baada ya kusikia Hamza anaongea haraka sana, alimsogelea yule mzee baada ya kumtambua na kumkabidhi ufunguo wa gari yake. Ni mwenye alikuwa na gari ya kifahari. Hamza alishia kukunja macho yake huku akihisi labda ameona tofauti. Kwa haraka aliweza kugundua ufunguo huo ni wa gari aina ya Mende. Vigari fulani hivi vya kizamani sana. Hamza alijiuliza, yani huyu bwana ni kiongozi mkubwa wa watu wasiokuwa wa kawaida na ana hadhi ya uguji, lakini anaendesha kigari kidogo kana kufanana na Mende. Ukiachana na swala la kuwa gari hilo lilikuwa zuri au la, swala zima ilionekana kutokuwa la kawaida. Mara baada ya kumuona Hamza, Mr. Air alionekana kushangaa pia. Hakuwa mpiganaji, hivyo hisia zake hazikuwa kali sana, na hiyo ndio moja udhaifu wake. Mr. Air alishia kutingisha kichwa kumuitikia Hamza na kisha alichukua ufunguo wake na kugeuka kuondoka. Hamza alijisikia vibaya na kujiuliza anaondokaje sasa wakati anataka kumuongelesha. Lakini Hamza kuona hivyo hakutaka kulazimisha pia, kwa sababu hakutaka kuongea naye, hakuona haja ya kumlazimisha pia. Yani kwa ufupi Hamza hataki shobo, yani hana shobo. Kimnani poa na anakupandishia kioo. Wawili hao walisogea mpaka upande wa garage, na muda huo Hamza alianza kuhisi harufu hafifu ya marashi ikimtoka Mr. Air na kumfanya muangalia kwa makini sana. Kwa hisia, yani kwa hali sio kawaida, Hamza alihisi harufu inomtoka ni kama alishawahi kuinusa mahali fulani hivi, lakini hakukumbuka. Sasa ile Mr. Air alipofika, yani alipokifikia kile kigari chake cha Mende cha rangi ya njano na kufungua mlango kuingia ndani, Hamza alisema kwamba Mr. Air, "Tushawahi kukutana?" aliuliza na kufanya Mr. Air kupause kidogo. Mr. Air akajibu kwamba miaka 5 iliyopita. Hamza akasema, "Hapana, namaanisha yani ukiachana na baraza la Maxi. Tushawahi kukutana hapo kabla?" Mr. Air akajibu hapana. Hamza akasema, "Oh, basi sawa, tutaona kesho." Mr. Air hakujali kingine zaidi na aliingia kwenye gari yake na kuliwasha na kuliondosha ndani ya eneo hilo. Hamza alijihisi labda ni hisia zake tu, hivyo alipotezea na yeye na kuingia kwenye gari yake na kuondoka ndani ya eneo hilo. Kwa sababu ilikuwa ni usiku tayari, Hamza aliendesha moja kwa moja kurudi shamba. Wengine pia walikuwa wamesharudi wakiambatana na Regina. Sasa Regina mara baada ya kufika huko alijikuta akishangaa na kujua hivi kumbe kundi la Hamza linaishi sehemu nzuri hivyo na sio hotelini. Alishindwa kujizuia kumlalamikia Hamza kutokuja naye. Sasa upande wa Hamza hakujua kama mwanamke wake alikuwa akipenda mazingira aina hiyo, na alimwahidi baada ya baraza wataendesha farasi pamoja. Saa 7 za usiku meza kubwa iliandaliwa. Vinono nini viliwekwa pale na wapishi wa bobevu. Hamza alimchukua Regina na kuungana na washikaji zake na kufurahia chakula cha usiku wa manane. Kila mmoja alikuwa vizuri kwenye kudhibiti usingizi, hivyo matokeo yake hawakujali muda kwamba eti ilikuwa ni saa ngapi, na walikunywa kujigalagaza. Sasa Hamza akasema kwamba muunzi na mchafu, mniwe radhi kwa kutowasaidia mpaka mkaumia. Nitaka kuambia tokea mwanzo, lakini yule hayati mara baada ya kuona hila zake nikaona ngoja nicheze naye kwanza. Aliongea Hamza huku akiwa amenua glasi kwa ajili ya kugongesheana na washikaji zake. Sasa Ezo akasema, "Bosi, huna haja hata kuelezea. Tunaelewa kabisa mbona kuwa na amani." Asmantis naye akasema, "Ni kweli kabisa, nadhani pia tutapaswa kuwa na wasiwasi juu ya uwezo wako." Hamza hata yeye alijua washikaji zake wasingemchukia kwa swala dogo kama hilo. Hapo ni wanaume bana. Hivyo alibadilisha mada. Akasema kwamba mchafu, naomba nichagulie vijana wa moto sana kwenye kundi lako. Angalau wakiwa na rangi hivi za kujificha itakuwa vizuri. Nataka kuondoka nao kurudi Tanzania. Mchafu akasema, "Bosi, unataka kumwekea ulinzi shemeji yetu?" Hamza akasema, "Ndio. Na itakuwa vizuri kama watakuwa weusi na wanaojua tamaduni za Uswahili ili kupunguza kushtukiwa. Tunaweza pia kuandalia utambulisho feki."
Chef akasema boss, hilo limeisha, mimi nitakuchagulia vijana mahili sana. Sasa Reggie kwa kunongoneza sana alimnongoneza Hamza akasema unataka kunilinda? Hamza akasema mke wangu, kwa akili zako siwezi kukuficha kitu. Regina aliishia kuvimbisha mashavu, tafikiri donut iliyozidishiwa hamira. Na Hamza mwenyewe alijua fika kama asingeweka watu wa kumlinda angetekwa tena na ingempa wakati mgumu. Lakini kwa namna Hamza alivyohitaji kundi la watu, alijua lazima sio yeye tu, ni pamoja na wengine. Haikumfurahisha lakini asingeweza kumzuia. Baada ya chakula, Regina ndio aliyekuwa kwanza kutaka chumba cha kulala. Hakuwa na mafunzo ya kijeshi kama wenzake, hivyo kuhimili purukushani za siku nzima bila kupumzika asingeweza. Hamza upande wake alimuita Blackfog na kwenda naye kwenye majani nyuma ya banda. Asa Blackfog akasema bro, umeniita kuna tatizo? Blackfog alijua kwa sababu ya ujio wa Regina, Hamza angekuwa busy na mke wake. Lakini alishangaa Hamza kumuita. Licha ya hivyo, alishikwa na furaha. Hamza aliyeshikilia sigara na mkono wa kushoto alinyoosha wa kulia na kumshika Blackfog kichwani, na Blackfog kuona hivyo moyo wake ulitingishika mara baada ya kupatwa na wazo. Au Hamza anataka wanyanduane nini? Wakati Blackfog akiwa katika ulimwengu wake wa kujitakia, upande wa Hamza alikuwa akimrekebisha mkao wake kuanzia mikono kisha na shingo kwa namna ya kuminya. Yaani alikuwa akimrekebisha na kumpima kwa wakati mmoja kwa kulenga tezi zake. Ndio muda ule sa Blackfog alishtuka na kugundua kwamba sio kama alivyofikiria kwamba anatakiwa kunyanduliwa, amna, kutokana na kuhisi hali mpya katika mwili wake. Basi Hamza akasema kwamba naona majeraha yaliyosababishwa na mbinu ya 100 Shadow yamekwisha kupona. Sasa Blackfog akajibu ni kwa sababu nilipata muda wa kupumzika ndio maana. Aliongea kwa kitabasamu. Hamza akasema Roda, kuna mafunzo nataka kuelekeza ndio maana nimekuita. Nilipanga ni kuelekeza mapema lakini kwa ajili ya kuendeleza maigizo yangu kwa Metotide ndio maana ninakuelekeza sasa hivi. Roda akasema bro, yani unataka kunifundisha mbinu ya mafunzo ya nishati ya mbingu na maji? Msikilizaji, Hamza mafunzo yake ya nishati aliyapatia kutoka kwa Mr. Black, na watu wengi walijua mbinu ya Mr. Black ilikuwa ni ya nishati za mbingu na maji, yani tofauti na mbingu na ardhi. Hivyo Blackfog alijua labda Hamza anataka kumuelekeza hizo mbinu. Hamza akasema hapana, tayari una nishati za mbingu na ardhi za kutosha tu kwenye mwili wako, na vile vile umejifunza mbinu ya 100 Shadows, hivyo haina haja ya kuongezea na mbinu nyingine ya nishati. Mimi hapa ninachotaka kukufundisha ni mbinu nyingine kabisa ambayo nimegundua mwenyewe. Sijaipa jina bado, lakini nadhani unaona uwezo wangu hautegemei nishati tofauti na nguvu pekee za kimwili. Kuna tofauti kati yetu, hivyo mimi sitakuelekeza mambo magumu sana, ila njia nyepesi ambayo itaimarisha mwili wako kwa ujumla, na kama utakazania, nina hakika kwamba ndani ya miaka 3 ijayo utaweza kuhimili nguvu ya 100 Shadow na kupata uwezo wa kupanda level zaidi. Blackfog hakupenda mwanzo msikilizaji, lakini mara baada ya kusikia mbinu hiyo ingemwezesha kuhimili nguvu ya 100 Shadows, alifurahi sana. Akasema bro, kule unataka kunifundisha mbinu yako, sio kwamba ni siri na muhimu kwako? Hamza akasema mbinu ninayokufundisha haina siri kubwa sana. Siri ipo kwa anayejifunza mwenyewe kwa namna atakavyofungua vifungo vya siri ya mwili wake. Hivyo ninachokufundisha ni maelekezo ya kawaida sana, lakini namna utakavyochukulia na kukufaidisha ni wewe mwenyewe. Roda akasema sawa, lakini vipi naruhusiwa kumwambia master? Hamza akasema inaonekana bado una heshima kubwa sana kwa master wako. Usiwe na wasiwasi, maana kabla sijafanya haya maamuzi nishaongea naye na anajua kinachoendelea. Roda akasema basi itakuwa vizuri kama nitaweza kuhimili nguvu ya 100 Shadows. Mimi na hakika uwezo wangu utakuwa kwa viwango vingine. Hamza akasema usiwe na wasiwasi kabisa, na nitakuelekeza hatua za mwanzo na ukishazimaliza nitakuelekeza hatua inayofuata. Msikilizaji, alichopanga kumfundisha ni kile ambacho alimuelekeza Yones na Dina. Mara baada ya kumwelekeza kutokana na uwezo wa Roda,
ilikuwa ni rahisi kwake kuhimili na kuelewa kwa haraka, na kadri alivyojaribu ajikuta akianza kuhisi kitu ambacho hakuwahi kukifikiria mwanzo na macho kumtoka. Baada ya kama masaa 4 hivi, wote walikubaliana kurudi kupumzika licha ya kwamba kushapambazuka, kwa sababu watu walijua Hamza na Regina ni mume na mke. Waliwaandalia chumba kimoja. Sasa Hamza mara baada ya kuingia chumbani alihakikisha hapigi kelele kwa hofu za kumwamsha Regina. Lakini ile aliingia tu, alishangaa kuona Regina alikuwa macho na alikuwa akimalizia kuongea na simu. Hamza akiwa na tabasamu akauliza wife, kumbe umeamka? Nimeamka muda mrefu tu. Nilikuwa nikiongea na watu wa kampuni. Basi twende basi tukapata kifungua kinywa. Aliongea Hamza, na Regina alitingisha kichwa na kushuka kitandani na kuvaa sendo. Vipi leo tunaenda kwenye mkutano? Ya, na makubaliano ya watu wa kitengo cha Malibu. Leo nitaenda kukamilisha swala lao, ila kwa wewe mke wangu, kama umechoka huna haja ya kwenda. Nitamwagiza mtu kwa ajili ya kukutembeza tembeza. Hata mimi nataka kwenda kuangalia bwana. Mimi nataka kujua kwa ndani kuhusu ulimwengu wa siri ulivyo. Vinginevyo nitaendelea kujiona mjinga tu wa kutokuelewa vitu. Hamza alishia kumwangalia mwanamke huyo na tabasamu la ridhiko. Regina alionekana kuwa tofauti sana na siku zote. Hakuwa kama bosi na hakuwa na ukauzu wote. Alionekana kuwa mwanamke wa kawaida mrembo tu. Mwanzoni Hamza alikuwa akijitahidi sana kumuelewa Regina, lakini mpaka kufikia hatua hiyo walikuwa wakijuana. Pengine ni kwa sababu ya jana. Hatimaye Regina ameanza kumchukulia Hamza kwa uhalisia wake na sio ule wa maigizo. Alionekana kuwa na amani zaidi mbele ya Hamza kuliko siku zote. Sasa Regina akuuliza kwamba wewe mbona uniangalia? Aliuliza Regina ambaye alikuwa akipiga mswaki, na mara baada ya kuona Hamza muda wote anamwangalia alisi aibu, Hamza akasema ni kwa sababu mke wangu, nimegundua kadri ninavyokuangalia ni kama unazidi kuwa mrembo na kufanya moyo wangu kushindwa kufanya kazi yake ya kusukuma damu kwa usahihi. Baba, utakuwa kipofu wa macho. Yaani uso mkavu hivi. Uzuri wa mwanamke huonekana wakati wa asubuhi. Na kwa wewe mke wangu, licha uso wako kuwa mkavu, lakini unavutia. Laiti wale mashabiki zako wanaona ulivyo hivi, mimi na hakika ni kichaki naweza kuwashika. Yaani wangeona ulivyo hivi. Anaongea Regina akitingisha kichwa. Kwani mimi na nini kwani? Kwanza lazima ukubaliane na mimi kwamba mke wangu ni mzuri. Mtoka huko bwana Leone. Nenda nje basi kwanza, mimi nataka kujoa. Anaongea Regina huku akielekea bafuni na akionekana kudeka mno. Chumba hicho licha kuwa na choo cha ndani lakini hakikuwa na mlango, ndio maana. Wewe kujoa tu, mimi sitakuchungulia. Bwana toka basi, mila sivyo mimi nitakasirika sasa hivi. Hamza alijikuta akiwa hana jinsi na kuishia kutoka na kufunga mlango, maana kichwa kikasirika hiki. Lakini wakati akiwa mlangoni na kuvuta picha namna Regina kitumbua kilivyo kinavomwaga mafuta, alijikuta akishindwa kujizuia na mwili wake kuwa moto sana. Akili ya Hamza kuna wakati anajua yeye mwenyewe tu. Maana mara baada ya Regi kumaliza mambo yake, wawili hao walichukuana na kwenda dining kwa ajili ya kifungua kinywa. Wengine pia waliweza kufika na kuungana nao. Katikati ya kifungua kinywa, Regina alipokea simu na alionekana kusikiliza na kisha kuitikia na kukata. Regi akasema kwamba Helena ameamka, watu hospitali wanasema kama unataka kwenda na kumuona basi unaweza kwenda. Aliongea akionekana kufurahishwa na taarifa hiyo. Sasa Ezo akasema kwamba Shem, licha Helena kutaka kukuua ila uliamua kumuokoa. Nadhani umekwisha kufanya yaliyo ndani ya uwezo wako. Bado tu nataka kuonana naye. Regina akasema lakini hana ndugu yote. Nimesikia kutoka kwa baadhi ya wanajeshi hana ndugu wala mume. Ameamka mwenyewe akiwa hospitalini. Kwa hiyo nahisi kumwonea huruma. Aliongea Regina kwa kusita kidogo na kufanya watu wote kuangaliana. Sasa Barry, mdaiwa sugu, akasema kwamba shemeji, hakika na roho nzuri sana. Regina aligeuza macho yake na kumwangalia Hamza aliyekuwa busy na sandwich. Akasema kwamba unaonaje nikienda hospitalini kwanza na kisha nitakuja kwenye mkutano baadaye. Hamza akasema wife, hivi nadhani upo dae kwamba unaweza kupanda taksi na kwenda unapotaka. Inabidi nikupeleke mwenyewe. Hata hivyo mkutano unaanza mchana. Nadhani pia itakuwa vizuri ukanue na baadhi ya nguo na kusafisha nywele. Unaonaje?
Regina akajibu sawa. Sasa kila mtu alimwangalia Hamza kwa namna mshangao. Hakuna aliyedhania Hamza angemsindikiza mke wake kwa ajili ya kufanya kitu kama hicho. Oya, wajikuta wakishindwa kujizuia na kumwangalia shemeji yao Regi na muonekano usioelezeka. Mara baada ya kufungua kinywa, Hamza alimchukua Regi katika gari yake, tena gari ya kifahari, na kuelekea mjini. Kareji mara baada ya kukaa kwenye gari, kalaishia kumwangalia Hamza tu aliyekuwa serious na usukani. Kakasema kwamba marafiki zako nadhani wananiona mimi ni mjinga kwa kufanya yote kwa mtu aliyetaka kuniua, si ndio? Hamza akasema ni kweli wewe ni mjinga, lakini ndio ninachokupendea mke wangu, nitafanyaje sasa? Regi akasema na umeongea hapo, pengine siku moja utanichoka nikiwa katili na hata kuniita kama watu wanavyonisema huko mtandaoni kwa kusema mimi ni mfanya biashara mkatili. Hata marafiki zako watakuunga mkono baada ya kuanza kunifuatilia mtandaoni na kuona watu wanavyoniita majina ya ajabu. Wave, unajua unachekesha sana Yaani kumbe unafuatilia watu wanasema nini kuhusu wewe? Sasa unacheka nini? Unadhani kama sina account ya Instagram unadhani singe kuperuzi? Wave, una haja kujali watu wanavyokufikiria na kukuongelea. Ina maana wewe hujali wanavyoniongelea, si ndio? Mimi sijali, mimi nakupenda na hiyo inatosha. Lakini marafiki zako wanaweza kuniona mimi ni mtu mbaya na najaribu kuigiza tu kwa kuwa mkarimu. Wave, unajua unavyoongea hivyo ni kwamba unaogopa wakiona kwamba hufai kuwa mke wangu. Ndio wasiwasi wako uliokuja. Na hatimaye umekubali kuwa mke wangu kabisa sasa, si ndio? Bwana, mimi nimeonyesha tu wasiwasi wangu tu. Linahusiana vipi na kuwa mke? Kwanza hata sijajua nikukubalia ama nikukatalie tu wakati wa kunichumbia. Kwa hiyo acha kujisifia. Mimi naongea jambo la usiri, alafu unaanza kuingiza habari nyingine. Usiwe na wasiwasi mke wangu. Hawezi kukuchukia na badala yake nina uhakika lazima sasa hivi watakuwa wanajua kwa nini maamua kukuoa. Kweli? Ya, kweli kabisa. Ila ujiniambia kwa nini umenioa au ni kwa sababu bibi alikulazimisha? No, hapana. Bibi Regi, hivi kwa nini bado unaniuliza ile swali? Nishasema mimi nakupenda na napenda kila kitu kuhusu wewe. Regina mara baada ya kusikia kuhusu hivyo alijikuta kiganda na kuishia tu kutoka sauti na kuacha kuongea. Basi Hamza mara baada ya kumwangalia mke wake namna alivyo, aliona anazidi kuwa cute asipokuwa serious. Hamza alishindwa kujizuia na alinyoosha mkono na kushika nywele za Regina kwa kuzipapasa taratibu sana. Regina upande wake alihisi aibu kiasi cha kumpelekea kumzuia Hamza na mkono. Na bwana, acha kunishika nywele zangu bwana, unajua nywele zangu zina mafuta, mimi sijaziosha. Wave, mwili wako wote unanukia, yani ni kama una mfumo maalum wa kutengeneza marashi. Bwana, unaongea nini wewe? Kwa mimi nimegeuka kuwa mmea. Wave, unaonaje nikiosha nywele zako leo? We mistaki. Mimi mwenyewe sipendelee kuosha nywele zangu mwenyewe maana hazitoki kama ninavyotaka. Aliongea Regi na Hamza kubisha. Mara baada ya kufika hospitalini, walielekea moja kwa moja katika wodi ambayo Helena alikuwepo. Mara baada ya kuingia, alikuwa ameamka licha kwamba alikuwa amewekewa mabomba ya oksijeni puani. Mara baada ya kumuona Regina na Hamza, macho yake yalionekana kucheza kwa hisia sana. Sasa Regi akasema kwamba Helena, unaendeleaje? Daktari akasema umevuka hali hatarishi. Aliongea Regina tena akiwa na tabasamu kabisa. Msikilizaji, hata kama ungekuwa wewe ndio Helena ungefanyaje? Yaani mtu unataka kumuua anakudumia ili upone. Helena alishia kumwangalia Regina kwa sekunde na kisha akamwangalia Hamza. Helena akasema, "Lucifer, kwa nini uliniokoa?" Aliuliza na Hamza alimnyoshia Regina kidole. Akasema, "Usiniangalie mimi, ni mke wangu aliyetaka nikuokoe. Hivyo nilikufanyia upasuaji kwa sababu aliomba, na kama unataka kumshukuru basi fanya hivyo kwake." Helena mara baada ya kusikia maelezo hayo alionekana kushangaa huku akionyesha muonekano usio wa kawaida. Basi Helena akasema, "Miss Regina, kwa nini nilitaka kukuua?" Na Regi akamwambia kwamba ulitaka kunioa kwa sababu ilikuwa ni jukumu lako. Kwa sababu ulikubali kutii maagizo ya kiongozi wako. Mimi sijawahi kuwa na wadui wote na wewe na siamini pia wewe ni mtu mbaya. Vinginevyo usingetumia muda wako kunielezea vitu vingi ambavyo sikuwa nikivijua wakati wa mkutano. Hivyo ndio maana sikujali kukusaidia. Huna haja ya kuongea chochote na mimi siwezi kuomba shukrani.
maana licha kukusaidia najua bado ni mtifu kwa kiongozi wako. Anaongea Regina na kupozi kidogo. Kisha akasema kwamba ukweli tu ni kwamba niliguswa na uaminifu wako. Hata kama ulitaka kuniua, mimi sina nia yoyote ndani yangu ya kutaka kukuchukia. Wewe ni mtu mzuri ambaye ulijiunga na kumwamini mtu ambaye si sahihi. Kama nafasi ipo, nipo tayari kuwa rafiki yako muda wote. Aliongea Regina. Helena mara baada ya kusikia hivyo, macho yake yaligeuka na kuwa mekundu. Ndani ya koo alijihisi ni kama kuna kitu kilichoanza kumkaba wakati wa kushindwa kulia. Hivi, yani vaa kiatu cha Helena msikilizaji, vaa kiatu chake. Mtu uliyetaka kumuua kabisa kwa kisu. Na ndio anayekuokoa na anakuambia hana kinyongo na wewe. Helena alishia kufumba macho yake na kuruhusu machozi kumtoka na kulowanisha mashavu yake. Hamza upande wake alimwangalia Regina kwa sekunde. Na kisha aligeuza macho yake na kumwangalia Helena na alionekana kufikiria kitu. Hamza akasema, Helena, utabaki hapa mpaka utakapopona kabisa. Sisi tunaondoka. Wakati Hamza anataka kuondoka na Regina, Helena alionekana kuongea akasema, subirini kidogo. Wao hao walijikuta wakigeuka na kumwangalia. Sasa Hamza akasema, unataka kuongea nini tena? Ile wanauliza kilichotokea baada ya hapo kiliwashangaza, kwani Helena alichomoa mrija wa oksijeni pamoja na drip. Na kwa kuvumilia maumivu alishuka chini ya kitanda. Regi alishtuka akisema, Helena unafanya nini? Helena alishia kupiga magoti chini kwenye sakafu huku akaendelea kutoa kilio cha kwikwi. Helena akasema, Miss Regina, I'm already someone who has died once. My life was given to me by you. If you don't mind, please take me away. Anaongea Helena akimaanisha kwamba yeye ni mtu ambaye amekwisha kufa mara moja na uhai wake umerudishwa kwake na Regina, na kama hatojali amchukue ondoke naye. Aliendelea kuongea kwamba uhai wangu haupo tena chini ya Metotaid wala haupo chini ya taasisi yote ile. Kuanzia leo na kuendelea, kama nitapata nafasi nataka kutumia sehemu ya maisha yangu yote yaliyobakia kukutumikia. Regina kusikia vile alijikuta akiwa katika hali ya kupaniki na haraka sana alimsogelea Helena na kumsaidia ili asimame. Akasema kwamba, Helena, usiwe hivi, utasababisha kidonda kufunguka. Msikilizaji, ukweli ni kwamba kama isingekuwa mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi aliyokuwa nayo Helena, kidonda chake kingekuwa kishachi ya muda mrefu. Sasa Helena akasema kwamba, madam, upo tayari kunichukua niwe chini yako? Anaongea Helena huku akiwa amemshikilia Regina mkono. Regi alishia kugeuza kichwa chake na kumwangalia mwamba Hamza, na kisha akamgeukia Helena aliyekuwa akimwangalia na macho yake ya kizungu ya kung'aa. Regi alionekana kama vile alikuwa akishindana na nafsi yake, na baada ya sekunde kadhaa alishia kutingisha kichwa. Akasema, sawa, tutaondoka wote kwenda Tanzania na nitakuruhusu ujiunge na kampuni yangu, sawa? Anaongea Regina, na Helena alitingisha kichwa mara kibao kwa furaha. Akasema, vizuri, asante sana, asante. Akaambiwa kwamba kuanzia sasa ndio unisikilize. Hakikisha unapona kwanza vizuri mwili pamoja na roho. Vinginevyo mimi siwezi kuwa na mfanyakazi mwenye mwili uliojaa majeraha. Helena akasema, sina wasiwasi, nitakuwa sawa na nitahakikisha napona haraka. Asante sana Miss Regina, asante sana. Na baada ya kupata malengo mapya ya kimaisha, Helena ambaye alikuwa katika majonzi ilimrejea. Regina alimwachia Helena namna ya kuwasiliana naye na kuahidiana wangekutana nchini Tanzania baada ya kupona kwake, kwani yeye anatangulia kuondoka mapema. Hamza alimchukua Regina na kumpeleka hadi kwenye gari, na mara baada ya kuingia hakuwasha kwanza na kuishia kutulia. Regina mara baada ya kuona Hamza yupo kimya na haendeshi gari, alishia kumuuliza kwamba unafanya nini? Nipeleke basi saluni basi nikaoshe nywele. Hamza alishia kumwangalia tu akiwa na muonekano usioelezeka bila kuongea neno. Kama mwanaume, ni nani ambaye asiyependa kuona mwanamke wake yupo kama Regi? Huyu mwanamke ana roho gani huyu? Sasa Regina kuona hivyo kalianza kujisikia vibaya. Akasema, bwana una matatizo gani wewe bwana? Siku niangalia tu bila kuongea. Hamza alishia kuvuta pumzi nyingi huku akionekana kufikiria kwa sekunde kadhaa. Hamza akasema, wewe unahisi ulitegemea Helena angefanya vile? Regi akasema, yani wewe ulitegemea nini? Kwani Helena nini ambacho amefanya? Mwanzoni nilifikiria kwamba ulimwokoa kwa sababu ya kuwa na roho nzuri na ulimuonea huruma kwa uaminifu wake. Lakini sasa hivi nimegundua kupitia yale maneno yako
ulivyosema amesalitiwa na watu wengi, ulimaanisha wewe pekee ndio tumaini lake. Regina mara baada ya kusikia maneno hayo, muonekano wake ulibadilika. Ghafla tu ule upole aliokuwa nao tokea asubuhi ulipotea na irudi katika hali yake ya kawaida ya ukauzu. Hamza kujali na alishia kugeuza macho yake na kumwangalia Regina usoni kwa makini mkubwa. Niambie mke wangu, ulipanga kumwajiri Helena tokea mwanzo ndio maana ulitaka nimuokoe, si ndio? Mara baada ya swali hilo, hali ya hewa ndani ya gari ibadilika na kuwa ya ubaridi, huku anga likiwa zito, upepo unavuma kutokea mashariki kwenda magharibi. Hali ya mvua kiasi. Basi Regi kikauza kusema kwamba kwani kuna utofauti kwani? Unamaanisha nini? Na haijalishi nimefanya kwa roho nzuri au vipi. Ndio nitakawe chini yangu tokea mwanzo, lakini kuhitaji kwangu angalau kumemfanya kuwa hai. Isitoshe anakwenda kuanza maisha mapya. Hilo si ndio jambo zuri kwake ama? Ndio, kila kitu kimekuwa sawa, lakini kama ulifikiria tokea mwanzo kwamba kumuokoa Helena itatosha kumfanya akufuate wewe na kukutumikia kwa moyo wake wote, basi niseme tu mke wangu, kweli wewe ni mke mjinga. Aya. Kwa hiyo kama nimegeuka mjinga, kweli ndio nitaki tena? Au do you dislike me? Do you think I'm a bitch? Na mtu mnafiki, si ndio? Regina aliongea Kiswahili. Sijamaanisha hivyo. Hamza hisia zake zilikuwa zikicheza kwa kubadilika mno, na alijitahidi kuforce tabasamu. Ila nahisi tu ninachomaanisha ni kwamba ni kama sikujui vizuri bado. Hamza alishia kukumbuka mwanamke aliyekuwa akipiga mswaki mbele yake na kuosha uso wake alivyokuwa mrembo asubuhi, na huyo wa sasa mwanamke kauzo ambaye anamfanya kuwa ngumu kwake kujua anawaza nini. Moyo wake ulikuwa katika mgogoro wa kujua ni yupi moyo wake unapaswa kumpokea au apokee wote wawili. Bwana, kama unahisi mimi sio mwanamke mjinga unayehitaji muda wa kufanya maamuzi unao, hatujatangazia watu uhusiano wetu na hatujafanya harusi, hivyo una nafasi ya kuchagua. Msikilizaji, hapa ndipo upokee wa Regi unapotokea. Pamoja na kuona yote ambayo Hamza amefanya, Hamza anapewa option akitaka we, naye kama hataki asepe. Just imagine ambapo angekuwa ni binti mwingine, mbona hadi angemfungia mkanda Hamza suruali, tena angemnyenyekea kwa, lakini Regi anamwambia kabisa, kama unahisi mimi sio mwanamke unayemhitaji, muda wa kufanya maamuzi bado nao, uzuri hatujawatangazia watu uhusiano wetu na hatujafanya harusi, hivyo una nafasi ya kuchagua. Ukiona mwanamke kama Regi kugeuziwa kibao ni dakika sifuri. Basi Hamza akaona hili jinga hili hapana. Anyway, tuacha hayo mke wangu. Kwa vyovyote vile mimi siwezi kukuchukia kwa sababu hii. Ni kwamba nini? Ngoja basi niongee. Anyway, ngoja nikupeleke saluni kwanza ukaoshe nywele. Haina haja. Bila ya kusubiria Hamza kuongea, anaendelea kusema kwamba mimi nishaiona saluni ilipo muda mrefu tu pale karibu tu. Mara baada ya kuongea pale Kareji kalifungua mlango wa gari kakatoka nje, hakana shobo, akatoto. Hamza alijikuta akifungua mlango na kutoka nje, na kweli aliweza kuona saluni iliyokuwa upande wa kulia mkabala na hospitali. Muda huo Hamza alijiuliza, ina maana Regina alikuwa akimuigizia kuwa mjinga hajui saluni ilipo ili ampeleke. Muda ule ni kama sasa Regina alikuwa akijua Hamza alikuwa akifikiria nini nyuma yake. Hivyo aligeuka na kumwangalia. Mimi sio wewe. Mimi sina nguvu za kutosha wala sina speed kama yako. Sina kundi la marafiki wanaoweza kunisaidia muda wote kama wewe. Ninachotaka ni kulinda biashara zangu, na ili kulinda kampuni yangu kitu pekee ninachoweza kufanya ni kusimama mwenyewe. Kama unadhani mimi ni tofauti na mwanamke mjinga na mshamba ambaye ulikuwa ukimuota, na kama unaona mimi nilikuwa nikikudanganya kuanzia mwanzo mpaka sasa, endelea kufikiria hivyo hivyo. Mimi sitaki kuelezea kile ninachofanya kwa sababu mimi ni mimi, na namna utakavyonifikiria hiyo ni juu yako. Unaweza kuondoka nikimaliza kuosha nywele zangu, afu mimi nitaondoka mwenyewe. Mara baada ya kuongea hivyo, Regina alivuka barabara na kusogea saluni iliyokuwa wazi
na bila kuangalia nyuma aliingia ndani. Vaa kiatu cha Hamza. Una mtu ambaye dakika 0 anaweza kabadilika. Hamza alishia kusimama eneo moja akiwa amekodoa macho. Yupo tu anasema gai. Mara baada ya dakika 10 kupita, alishia kutoa sigara na kuiwasha na kuegamia bonnet ya gari huku akivuta moshi taratibu na kuendelea kutafakari kuanzia siku aliyokutana na Regina mpaka muda huo. Hiki ni kiumbe gani hiki? Yaani eti kwa mtu kama Regina ndo ujipeleke kusema eti kwamba unajua nimekaa mimi na wewe kwa mimi nakushukuru kwanza leo tuachane. Regi, unadhani nitakupigia goti kuomba? Sio Regina. Sio Regi. Kwa hiyo Hamza katika mawazo yake aliweza kugundua kulikuwa na vicheko, huzuni, utamu na migogoro. Bila kujua dakika 40 zilipita na hatimaye macho yake yalionekana kupata mwanga. Bado tu jiondoka. Hamza mara baada ya kusikia sauti hiyo alishakugeuza kichwa chake na kumwangalia Regina ambaye haishamaliza kuosha nywele. Moja ya kitu kingine ambacho Regi alibarikiwa ni nywele. Aka katoto ni kana nywele. Ni nywele ambazo airithi kutoka kwa bibi yake. Zilikuwa nyeusi na zilizopigwa pasi na kunyoka aswa. Ilionekana hiyo saluni ilijua nini nafanya. Hamza mara baada ya kuangaliwa na macho ya kirembo alihisi moyo wake ni kama unachomwa na visindano. Hiyo style ya nywele imekaa vyema sana. Aliyekutengeneza amekuwezea. Unafanana kabisa na mwanamke aliyeolewa. Aliongea, lakini Regina muonekano wake ulikuwa ule ule. Kwa nini uniondoka? Asijiondoka kwa sababu nilikuwa nikikusubiria mke wangu. Ingia basi kwenye gari tuondoke mke wangu kipenzi. Hivi kwa nini unanisubiri? Wewe unanichukia? Mke wangu, mimi saa ngapi nimesema nakuchukia? Kwa hiyo unichukie kwa namna nilivyokufanyia, si ndio? Nimekuigizia mbele yako kwa kujifanyisha kuwa mcute. Nimejifanya kuwa mkarimu na mengineyo. Yote hayo nimefanya kwa ajili ya faida yangu na bado wanataka kuendelea kuniamini. Hamza alishia kuvuta pumzi nyingi na kuzishusha. Kisha alimwangalia mwanamke huyo usoni kwa sekunde kadhaa. Na kisha alitingisha kichwa. Anyway, nakuamini. Nini? Kwa nini? It is very simple. Because I love you. Muda ulionekana kusimama kwa muda. Mara baada ya kusikia jibu lake, Regina macho yake yaliyojaa maji ilimwangalia Hamza kama vile alikuwa amepotelea katika mawazo. Yaani hakutegemea kabisa jibu la Hamza lingekuwa la moja kwa moja na jepesi sana. Jepesi kiasi kwamba alishindwa kuelewa ni nini hasa mwanaume huyo anajaribu kumaanisha. Mara baada ya dakika moja yote, Hamza aliona mwanamke huyo hakushtuka. Hivyo alishia kutoa tabasamu na kunyosha mkono wake kumgusa Regina usoni. Silly wife, unaota nini mchana wote huo? Ingia kwenye gari. Muda huo ni kama sasa Regina alishtuka katika mawazo yake. Na alipiga hatua moja kurudi nyuma huku akiongea kwa sauti hafifu sana. Wewe ni mjinga. Niko nikikudanganya lakini bado tunaniamini. Wewe ndio unayejua kama unaigiza au ni kweli. Lakini kwangu mimi sijali kabisa kama wewe ni halisi au feki. Napenda unavyoonekana, napenda unachokifanya. Kila kinachohusiana na wewe nakipenda. Na kingine, kama utaendelea kuniigizia kwa maisha yako yote, unadhani unachokifanya kitaendelea kuwa maigizo? Regina kusikia hivyo ajikuta akishangaa. Alishia kumwangalia mwanaume huyo mwenye uso wake mweupe ulivyokuwa katika hali ya utulivu na kuishia kuuliza kiwasiwasi. Unapanga kuishi na mimi maisha yako yote? Ndio. Nimekuoa, maana yake nitaishi na wewe milele. Lakini nimekudanganya, wife. Nadhani unashindwa kuelewa kitu kimoja. Tokea mwanzo sikujali kama ulikuwa ukidanganya kuhusu Helena. Kama ulipanga kumchukua Helena kama mtu wako, hilo ni juu yako. Naona anafaa pia, maana ana mafunzo hali ya juu. Ni mwaminifu na tabia nzuri, na kingine ni mwanamke. Chaguo lako ni sahihi. Na hata mimi sijaliwazia sana. Lakini kwa nini sasa hivi tu unaonekana? Naomba niache nimalize. Nimefikiria kwa kina na kugundua wewe ni mfanyabiashara. Na kama mfanyabiashara, kama ungekuwa mwepesi kiasi cha kuitwa mtu mwenye roho nzuri, basi kampuni ya Dosam isingekuwa hai mpaka sasa hivi. Ukweli wakati tunakutana sikukuona kama mwanamke mpole.
Kwangu mimi ulionekana kama mwanamke ambaye una mtazamo wako binafsi kwenye mambo mazuri na mabaya. Pia nilikuwa na wasiwasi unaweza kuwa mtu mwenye roho nzuri kupitiliza na siku moja kujiingiza katika matatizo. Lakini sasa hivi kuona mpango wako juu ya Helena, nimepatwa na amani. Kwa kuona angalau mke wangu sio mjinga bali ana akili kuliko nilivyotegemea. Ila nisiwe mnafiki. Sijapenda namna ulivyoniigizia na kunifanya nione kila kitu ni kweli. Mwisho wa maneno yote bado unaonekana kunichukia kwa kile nilichokifanya, aliongea Regina akikunja sura. Hamza alitabasamu na kisha alimsogelea Regina na kumkumbatia kiwepesi. Na kisha pale pale alimgeuza na kwenda kumwegamiza kwenye gari. Bwana, unataka kufanya nini? Mikono yote ya Regina ilikuwa imejishikiza katika kifua cha Hamza kumzuia. Alihisi hofu na aibu kwa wakati mmoja. Wife, hivi kwa nini unashindwa kuelewa? Mimi sijali kile unachokifanya, kwa sababu unachofanya ndio utashi wako. Kama una uwezo wa kunidanganya, basi huu ni uwezo wako, maana mimi pia sio mwepesi kudanganyika kutokana na uwezo wangu wa akili. Kitu pekee ninachotaka angalau kujua ni kuhusu hisia zako kwangu, kama ni za kweli au la. Kwa sababu hisia zangu kwako ni za dhati kabisa. Regina kusikia hivyo alijikuta akishtuka na kuacha kuleta ukinzani, huku akimwangalia Hamza na macho yake yaliyojaa maji. Wawili hao walijikuta wakiangaliana, na mara baada ya kuangaliana kwa kitambo kirefu, Hamza alishusha lipsi zake na kupokelewa na Regina, na walijikuta wakidendeka kwa hisia kali. Ingawa haikuwa mara yao ya kwanza kudendeka, lakini picha waliotengeneza katika eneo hilo pembeni mwa hospitali ilikuwa ni aina yake. Baada ya mgogoro wao dakika chache zilizopita, Regina mara baada ya lipsi zake kukutanisha na za Hamza, alihisi shoti za umeme zikisambaa mwili mzima. Alishia kutoa macho huku mwili wake laini ukitingishika zaidi ya mara 2. Alitaka kutoa kilio mara baada ya kuhisi joto na hisia kali kutoka kwa mwanaume huyo. Alijihisi ni kama sasa anazamishwa kwenye maji na kuibuliwa. Baada ya kushindana na hisia zake na zikamdhibiti kisawasawa, alijikuta akifumba macho yake yaliyojaa machozi na kufanya sasa atengeneze mfereji wa maji. Alijikuta bila kuelewa amekwisha kupitisha mikono yake na kuizungusha katika mgongo wa mwamba Hamza, huku akimvutia kwake kwa nguvu. Makofi hapo ulipo. Hakuna aliyekuwa akijua ni kwa muda gani walikuwa wamegandana. Mara baada ya kuhisi pumzi zinataka kumuishia, Hamza hatimaye alimwachia mrembo wake. Hamza mara baada ya kumwangalia mwanamke huyo na kuona jinsi macho yake yalivyokuwa mekundu na kuonekana kama amekosewa sana, alijikuta akishindwa kujizuia na kuachia kicheko. Akasema, wife, mbona unalia? Aliongea Hamza huku akinyosha mkono wake na kumfuta Regina machozi kutoka kwenye mashavu yake. Kareji alijikuta kakihema kwa nguvu na kisha kakainua kichwa chake na kumwangalia Hamza huku akiwa serious. Kakasema kwamba na mimi hisia zangu kwako ni za dhati, siwezi kudanganya kuhusu hisia zangu. Wife, najua kwa namna ulivyonikumbatia kwa nguvu inatosha. Kwangu mimi ili mradi tu uwe mkweli juu ya hisia zako, mambo mengine sitojali, aliongea Hamza akiwa na tabasamu. Sikutaka kudanganya kuhusu Helena. Ni kama ulivyosema, ni utashi wangu tu. Nitaka tu kuwa na nguvu haraka iwezekanavyo ili kupunguza gap lililopo kati yetu. Ndio maana nitaka kumchukua Helena. Isitoshe, ana uwezo wa kuniambia kila kitu kuhusu ulimwengu wa giza. Kupunguza gap? Kuna tofauti gani kwani na sasa? Kuna haja hata kuuliza. Wewe ni gwiji na una madaraka makubwa. Mimi ni mfanyabiashara mdogo tu kutoka nchi maskini. Naona wasiwasi nitakuangusha. Na mimi pia nataka kuwa na nguvu haraka iwezekanavyo, hata kama siwezi kuvuna nishati za mbingu na ardhi, ila kwa sababu asili yangu ni kutoka kwa watu wa bondeni, familia ya urithi wa damu. Nataka kutumia fursa hii kukirudisha kitengo cha binamu na teknolojia ya jicho la anga katika himaya yangu. Nikifanikiwa najua hautonichoka. Hamza kusikia hivyo
Ajikuta akishangaa na kukoswa usemi juu ya namna Regina anavyochukulia mahusiano. Wife, unajua sijawahi kuwaza nitakuja kukuchoka kwa sababu ya ulivyo. Hivi kwa nini unafikiria sana? Kama unataka kumiliki teknolojia ya jicho la anga, itakuwa ngumu sana. Maana Huge sio mtu mwepesi. Alitengeneza kitengo cha binamu kwa ajili ya kujilinda kimadaraka kutoka kwa babu na bibi yako. Lazima nifanikishe. Wewe unaweza usijali. Kwa hiyo usijali kabisa mimi nilivyo. Ila kwa marafiki zako ni tofauti. Wakiendelea kuniona wa kawaida watasema mimi sistahili kuwa na wewe, na kadri watakavyoonyesha hisia zao utajisikia vibaya, na pengine baada ya muda utaniona mimi sina maana. Aliongea Regina katika hali ya kuchukia. Hamza aliona mwanamke huyo alikuwa akifikiria sana. Alijiambia kwa nini afikiria kuhusu watu wanavyomwongelea mke wake? Wife, hebu acha kufikiria mbali. Ikitokea mtu akakuongelea vibaya na kusema hustahili kuwa na mimi, mbona atakula kibano? Msitakiwa hivyo bwana. Msitaki muda wote tu mimi na kutegemea kwenye kulinda. Natakuwa na nguvu haraka iwezekanavyo na kuajiri watu wengi. Ukweli mimi sikutaka kudanganya. Ilikuwa ni wasiwasi wangu tu. Utaniona ni mtu mwenye hila na mitego mingi kwa sababu unapenda mwanamke mpole na mwenye utoto. Mimi sikutaka kuharibu picha yangu iliyojijenga ndani ya moyo wako. Aliongea Regina akiwa na aibu kiasi cha kuinamisha kichwa chini. Upande wa Hamza baada ya kusikia maneno hayo alijikuta akishindwa kujizuia na kutoa kicheko kikubwa. Wife, kumbe una vituko namna hii. Kwa hiyo ndio unavyojiona, kama mwanamke mpole na mwenye utoto, si ndio? Unacheka nini vyote hivyo sasa? Regina tayari aliona maneno aliyoongea hayakuwa ya kawaida na kufanya sura yake kuiva kutokana na aibu nyingi, huku akipiga miguu chini kwa hasira. Bwana, usicheke tena bwana. Kwa nini lakini bwana usimcheke? Hamza alicheka sana kiasi cha kufanya machozi kuanza kumtoka. Alishia kuinua macho yake juu angani huku akivuta pumzi nyingi. Mungu Baba, kwa nini umenipa mwanamke mjinga kama mke wangu? Inakuaje kukawa na mwanamke wa hivi duniani, Na umekuwa chizi? Mimi na tatizo gani? Au nyinyi wanaume mnapenda wanawake wenye mambo ya kuficha ficha? Sio kuhusu hilo. Kuwa mke hupaswi kujitahidi kujua kila kitu. Najua kila ulichofanya ulitaka kunivutia. Ila kilichonichekesha ni namna tu ulivyoongea kile kilichopo ndani ya moyo wako kwa usiriasi mkubwa sana. Nimehisi umeongea kijinga sana. Mimi nimekudanganya ukupenda. Nimekwambia ukweli unaniona mjinga. Mbona unakuwa mgumu hivyo kueleweka? Mimi na hasira sitaki kuongea nawe tena bwana. Nimekasirika. Nenda mwenyewe kwenye mkutano, siendi tena. Regina alihisi kushikwa na aibu na ugeuka kutaka kuondoka. Hamza pale alimsogelea kumkumbatia kwa nyuma huku akiongea kwa kumnongoneza kwenye sikio lake. Mke wangu, usiwe na hasira basi. Ni kwa jinsi tu ulivyokuwa cute ndio maana nilicheka, na sio kwamba eti nakuchukia wala nini, no. Ukweli huna haja kunifanya nikufikirie vipi katika moyo wangu. Unaweza kufanya unavyotaka. Ni kama kipindi kile ulivyomtafuta Lamla ili kurudi nyumbani. Nina uhakika hujategemea kupata kitu chochote kutoka kwako, si ndio? Regina mara baada ya kusikia hivyo aligeuza kichwa chake na kumwangalia. Unajua, kuna namna vitu vingi unafanya sio kwamba unaigiza. Kwa mfano namna unavyoonekana ukiwa unakula donut. Ni kwa sababu unasipenda kweli kweli. Ninachomaanisha ni kwamba mimi siwezi kuwa mnafiki kwako. Watu tunazaliwa na tabia nyingi sana. Nyingine zimejificha na zinaibuka kadri tunavyoongea ama tunavyoongeza umri. Pengine hata mimi nina tabia ambazo huzijui. Na mimi pia bado sizijui. Lakini je, kwa sababu ya upande wangu mwingine inatufanya tuachane? Regina mara baada ya kusikia hivyo ajikuta akipata aweni baada ya kuona mwanaume huyo alikuwa akimuelewa vyema. Ajikuta safari kimjana na moyo wake kuhisi utamu kama sukari. Muda wa kwenda kwenye mkutano ushafika, twenzetu, aliongea Hamza na Reja alitingisha kichwa. Lakini muda ule sasa alihisi kitu kipo sawa. Vipi nibadilishe nguo? Unajua hizo nguo nimevaa tokea jana. Kwa nini? Mbona ziko sawa tu? Wewe ni maarufu, sasa mimi nikionekana kurudia nguo kwa siku nzima sintaonekana kawaida. Wife, uzuri wako haupo kwenye nguo unazovaa, bali kwa urembo wako wa sura.
kama ukivaa vizuri kupitiliza, sitawafanya vidume kukumezea mate. Unataka kuniongezea madoe, si ndio? Aliongea na Regina. Kusikia hivyo, alishangaa kidogo. Kweli, mimi sipendi kabisa watu kumkodolea macho mke wangu. Oh, so you are that petty. Basi twende. Aliongea Regina ambaye alikuwa katika mudi nzuri na kuingia kwenye gari. Ingawa lisali moja la maongezi nje ya hospitali kutokuwa kawaida, lakini ni mazungumzo ambayo yaliwafanya kuwa karibu zaidi na kuimarisha uhusiano wao. Hamza aliweza kuona Regina kila alichofanya kilitokana na hisia zake, na hicho ndicho alichotaka kuona. Lakini swala lingine liliingia akilini, na hilo ni juu ya Regina kutaka kurudisha nguvu zake ndani ya binamu na kumiliki teknolojia ya jicho la anga. Mpango wake huo ulimfanya Hamza kuwa na wasiwasi mkubwa, lakini hakutaka kumzuia, na vile vile alijiambia atajitahidi kwenda naye hatua kwa hatua. Mara baada ya kufika nje ya ukumbi, Regina alipokelewa na washikaji zake na kisha yeye alichukua uelekeo wa VIP kama kawaida. Muda ambao aliingia katika chumba cha mapumziko, aliweza kumuona Halid akiongea na Huge. Basi Halid akasema, "Salusifa, umekuja katika muda mwafaka. Nipo hapa kuwajulisha kwamba hamtaondoka mapema kwa sababu leo kikao cha magwiji kitafanyika pia." Hamza akasema, kikao chetu leo? Kama ni hivyo, kwa nini sasa tunaendelea kukaa kwenye jukwaa? Si leo ni mkusanyiko wa ajenda za kitasisi na wawakilishi? Hamza aliona haikuwa na umuhimu sana kwa wao kukaa jukwani kwa sababu ajenda za siku hiyo hazikuwa zikiwahusu. Ukweli, kama isingekuwa swala la kitengo cha malibu, angemchukua Regina wake na kwenda shopping. Sasa Halid akasema kwamba ukweli ni kwamba kuna tatizo lingine ambalo linahitaji utatuzi katika baraza hili la Maxi. Salusifa, nadhani utakuwa na uelewa wa kutosha kuhusu mwanasayansi maarufu duniani, Dr. Ganesha ambaye alipotea. Dr. Ganesha? Mbona alishakufa? Na ni mimi niliyemuona kwa macho yangu kabisa. Na sio hivyo tu, nilimchoma na kumwaga majivu yake baharini. Nini? Dr. Ganesha amekufa? Halid alionekana kushangaa, na Hamza aligeuza sura yake na kumwangalia Matias Huge. Sasa Hamza akimlenga Huge akamuuliza kwamba vipi, na wewe huamini ama na wewe huniamini? Nadhani utakuwa na taarifa juu ya hili kama sikosei. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Huge alisema ya kwamba my information is not free. Aliongea kumaanisha kwamba taarifa zake sio za bure. Hawezi kukupa taarifa hivi hivi. Sasa Hamza alitukana, akasema inachosha sana kudili na mtu kama wewe. Hivi kwa nini unapenda sana hela kuliko mimi? Aliongea Hamza sasa akimpotezea na kumgeukia Halid. Hamza kuuliza kwamba ni kama nilivyosema bwana Halid, Ganesha amefariki, ni juu yako sasa kama utaamini au la, lakini kwa nini umemtaja? Aliuliza Hamza na kumfanya Halid kushangaa kidogo kabla ya kujibu. Sasa Halid akasema kwamba ni hivi, ukweli ni kwamba taasisi yetu imekuwa ikifanya kazi pamoja na Dr. Ganesha. Alikuwa ni mshauri wetu mkuu kwenye masuala ya kitafiti. Kabla kupotea, aliweka safe box kwenye umoja wetu na alitoa maelekezo ifunguliwe wakati wa baraza la Maxi. Hamza kauliza, ni kitu gani amehifadhi katika hicho kiboksi? Halid akasema, niwe radhi, mimi siwezi kufahamu kutokana na nafasi yangu, lakini moja ya sababu ya kualikwa kwa maguji wote 10 ni kwa ajili ya kuonyesha kilichopo ndani ya hiyo safe box. Kwa sababu Dr. Ganesha alikuwa akifanyia utafiti juu ya Ankh, teknolojia ya dawa ya kuzuia kifo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuamini alichoacha kinahusiana na dawa hiyo. Na kama ndivyo hivyo, basi litakuwa swala linalohusisha utajiri mkubwa. Kama tusingekuwa na wataalamu wengi ndani ya baraza letu, basi tusingethubutu kufungua hiki kiboksi wala kukitaja kabisa. Hamza alishia kuguna ndani kwa ndani tu. Kabla Dr. Ganesha hajafariki, alimwambia kabisa hakuna dawa ya kuzuia kifo zaidi ya uwepo wa nadharia tu ambazo nyingine zilihusisha tafsiri ya kitabu ambayo alipaswa kuifanyia kazi. Ukweli ni kwamba hata kama utafiti huo ungemalizika bila ya elementi maalum, isingeweza kufanikiwa. Lakini ajiuliza kwa nini sasa akaamua kuweka kiboksi muhimu katika baraza la Maxi. Na au kuna kitu kingine hakuwa akijua tofauti na Ankh alichokuwa akifanyia kazi. Sasa Halid akasema kwamba hatukutangaza mapema kwa sababu ya kuhofia mtu mwenye nia mbaya anaweza kujaribu kuikwapua, lakini sasa hivi kwa sababu ya uwepo wa magwiji wote 10 tunao kila sababu ya kutangaza. Kwa hiyo tunakwenda kuifungua usiku wa leo. Anaongea Halid. Hamza alifikiria kwa muda, lakini hakuweza kudhania ni kitu gani ambacho Ganesha ameweka katika hicho kisanduku cha usalama. Sasa Hamza akasema kwamba
wewe si una jicho la anga, unajua nini kipo ndani ya hicho kiboksi? Usiniambie unataka hela kujibu swali langu. Anaongea Hamza akimwangalia Huge. Huge akasema siri za mbingu hazitoki bure. Hamza akasema kama isingekuwa inachosha kupambana na mtu kama wewe, ningeshakupiga na kukushikisha adabu. Anaongea Hamza huku akitingisha kichwa chake. Yaani Huge kukupa taarifa hazitoki hivi hivi. Lazima utoe kitu. Na Hamza mwenyewe ashamchoka sasa. Sasa msikilizaji, ajenda ya kikao cha kwanza ilikuwa ni juu ya masuala makubwa yanayoendelea katika ulimwengu wa giza. Kulikuwa na mikinzano mingi sana inayotokana na wanufaika na kufanya watu kuanza kurushiana maneno. Na moja ya kitu kilichoibua mapigano ni juu ya Earth Axis. Yaani mapingano ni juu ya Earth Axis ambayo ipo chini ya mikono ya Watanzania. Kila taasisi ilikuwa ikivutia upande wake kutaka kujumuishwa kwenye kujua siri za Earth Axis. Lakini hata hivyo, Balozi Rajabu na wenzake kama wawakilishi walionekana kujiandaa vyema kwa hali hiyo. Ukiachana na hayo msikilizaji, kulikuwa kuna masuala mawili ambayo yalikuwa muhimu zaidi. Kwanza, Tanzania haikuwa ikijua Earth Axis ni nini, na wala haikuwa na uhakika kama ni kitu kibaya kwa binadamu ama kizuri. Hivyo halikuwa jukumu lao kugawa taarifa za Earth Axis. Hamza mara baada ya kusikiliza watu wa kitengo cha Malibu wakiweka mezani hoja zao, alishia kukubali na kujiambia ndio maana licha kutokuwa na uwezo wa mapigano, lakini waliaminiwa mno kuja kuwakilisha taifa. Walionekana kuwa vizuri mno katika kujenga hoja. Wakati wa mapumziko mafupi ya vikao, Balozi Rajabu na wenzake walimsogelea Hamza aliyekuwa na washikaji zake tu wa Inferno na kuwasalimia kwa ukarimu. Aliyeonyesha uchangamfu zaidi alikuwa ni Mboma, ambaye mwanzo alionyesha kumdharau Hamza sana katika kikao chao cha kwanza. Nadhani msikilizaji hata nawe utakuwa unakumbuka vizuri. Hamza upande wake alijua watu hao walitaka kuazima nguvu ya ushawishi wake huku ugaibuni ili kuwanyamazisha watu wasitoe vitisho kwa Tanzania. Haikuwa hivyo tu. Balozi Rajabu pia alionekana kuchangamkiana na Mathias Huge, akionyesha kumtega kwa maneno. Ukweli ni kwamba licha binamu kuongozwa na Huge, lakini teknolojia ya jicho la anga ilikuwa ni miliki ya watu wa bondeni ambao asili yao ni Afrika. Hivyo ni sawa na kusema Huge ni Mwafrika pia ambaye asingeweza kuona Tanzania inaingia matatizoni. Licha ya kwamba ana unafiki mwingi likija swala la kuuza taarifa. Ana unafiki mno jamaa. Hivyo uwepo wa Hamza, Nyakasura na Huge ilikuwa ni kama msingi wa kuilinda Earth Axis ili mataifa yenye nguvu yasijaribu kushurutisha kugawa siri zake kwa nguvu. Hamza mara baada ya kuona sasa watu hao wa Malibu walikuwa kijiweza vyema katika vikao hivyo, hakuona haja ya kushiriki kwa kila kitu. Alichopanga ni kutimiza tu nusu ya yale aliyoomba rafiki yake Himidu kuhusu kumjua msaliti ndani ya kitengo. Alikuwa na watu wake aliowaweka kutoka Bafadel na walikuwa wakiwachunguza vigugo hao kwa umakini mkubwa sana. Usiku wakati wa chakula, Hamza alichomoka kutoka nje ya ukumbi na kwenda kuingia kwenye gari moja hivi ya rangi nyeusi aina ya Cadillac. Mara baada ya kuingia aliweza kukutana na Black Fog ambaye ndio aliyekuwa dereva wa gari hiyo na iliondoshwa mara moja. Hamza akauliza kwamba una uhakika ndio yeye? Black Fog akajibu tumethibitisha ni yeye kabisa, unayemtilia shaka. Ile siku wakati mvua ikiwa inanyesha na aliyeiba nyaraka yote ilikuwa ni mipango yake. Hamza akasema inasikitisha sana. Kwa nini asingekuwa mwaminifu tu? Anaongea Hamza huku akitingisha kichwa. Sasa Black Fog akasema bro, mimi nimekukubali sana. Uwezo wako nimekubali sana. Uwezo wa kusoma watu nimekunyoshia mikono.
kama ingekuwa mimi, mtu ambaye ningemtilia shaka ni Mboma. Hamza akasema, Mboma ni mtu anayependa maisha ya starehe tu na kuwa na uwezo mdogo wa kufikiria, lakini hana ujasiri wa kusaliti nchi. Black Fog akasema, karibia watu wote wa kitengo cha Malibu wanaonekana kupenda starehe. Tuliowafuatilia karibia wote walihudhuria kasino na wengine walilala na makahaba kasoro yetu. Aliongea Black Fog na kumfanya Hamza kutabasamu tu. Sasa mara baada ya Black Fog kuendesha gari kwa umbali kama wa dakika 10 au 20 hivi, walikuja kusimamisha gari upande wa magharibi mwa mji wa Laimo katika makaburi. Ni sehemu tu ambayo ilikuwa na mazingira mazuri sana. Yaani ukiachana na makaburi yaliyokuwa kwenye bustani safi, lakini vile vile kulikuwa na kanisa kubwa sana la Cathedral. Kulikuwa na magari kadhaa yaliyoegeshwa kando ya barabara mkabala na kanisa, na ilionekana sio ya waumini bali ni wafanyakazi wa eneo hilo. Sasa Black Fog na Hamza waliingia ndani ya kanisa. Mlango ulikuwa wazi licha ya kuwa usiku, na ile wanazama ndani waliweza kumuona mwanamke aliyevalia nguo nyeusi na hati kubwa ya rangi nyeusi pia, akiwa anasali mbele ya sanamu la Bikira Maria. Pembeni yake alikuwa ameweka briefcase. Alionekana ni kama ndio anamalizia kusali baada ya kuonyesha ishara ya msalaba, huku sasa akitamka maneno ya kwamba, Mungu, ili mradi nifike salama nchini Amerika, nitatumia muda wangu wote kukutukuza na kuliabudu jina lako. Sasa mara baada ya kumaliza kuongea maneno hayo, pale pale alishika ile briefcase na kusimama. Ile tu anataka kuondoka, haijekuta akiinua uso wake na kukutana na sura ya Hamza na Black Fog wakiwa katika eneo la kuingilia ndani ya kanisa. Alionekana kushtuka mtu akasema, Mr. Hamza. Mwanamke aliyekuwa mbele yake hakuwa mwingine bali ni Rehema Mdeme, katibu muitasi wa Balozi Rajabu. Rehema mara baada ya kumuona Hamza mbele yake, sura yake ilijawa na wasiwasi mwingi kiasi cha kufuba. Akasema, Mr. Hamza, kwani? Hamza akasema, hey, kwa nini nimejua upo hapa, si ndio? Ndio unataka kuuliza, si ndio? Kukujibu swali lako ni kwa sababu kuna mtu alikuwa akikufuatilia. Akajibu, kunifuatilia? Nimefanya nini mpaka kuwe na mtu akunifuatilia? Hamza akasema, Sister Ray, kwa sababu mambo yamefikia hatua hii, kuna haja ya wewe kukimbia, Ukweli itokea siku niliyokutana na wewe kwa mara ya kwanza, nilihisi tu una tatizo. Hivyo huna haja ya kuendelea kujificha. Anaongea Hamza na kumfanya Rehema kuwa katika hali ya mshangao. Akauliza kwa shauku ya kwamba, wewe kwani uliona nini? Hamza akasema, wewe sio secretary wa idara ya kawaida, bali ni katibu muitasi wa kitengo cha Malibu, idara ya mambo ya nje ya nchi. Hata kama unafahamika kuwa katibu wa balozi, lazima utakuwa unajua sheria zote zinazoangazia idara nyeti kama ya Malibu. Na unafahamu kabisa itifaki ya kwanza katika idara zote za usalama wa taifa kwa wafanyakazi wake ni kutokuongea sana. Lakini mara baada ya kukutana na wewe pale hotelini, uliongea mambo mengi sana kuhusu Mboma. Ingawa ni kwa sababu ya Mboma kutokuniheshimu na ulitaka kunifariji, lakini tukirudi katika misingi ya kitaaluma kama katibu wa usalama wa taifa, ulichokifanya kilikuwa ni nje ya miiko ya kisheria kama mwanausalama. Kuongea kwako sana ilikuwa ni kwa ajili ya kupouza hatia yako, na lazima utakuwa pia unafahamu ujio wangu hapa kama moja ya wawakilishi wa Malibu ni kwa sababu ya Himidu kanipa kazi ya kutafuta msaliti. Ndio maana ulivyokuwa ukiongea ulikuwa ukitaka niwe na aina fulani ya mawazo ambayo yanakwenda mbali na hatia. Lakini kwa bahati mbaya umekutana na Hamza na ulichokifanya kimekufichua. Anaongea Hamza akiwa na tabasamu. Rehema mara baada ya kusikia maelezo ya Hamza, alijikuta akishangaa sana. Hakutarajia uwerevu wake ndio umemfanya kumbuka. Kama ukitoka kwenda kumnunulia bosi wako Rajabu chakula, watu wengi wataona ni sehemu ya kazi yako ya kuagizwa. Na sio tu kununua chakula, lakini pia muda mwingine unaagizwa na kutoa kopi baadhi ya mafaili na hata kuyapangilia. Hivyo hata kama utoe kopi zaidi ya mbele, hakuna atakaye kushtukia, hususan na muonekano wako wa kipole.
aliongea Hamza na kisha akamalizia na kicheko. Muda ule Rehema alibadilika kabisa. Alijawa na ukauzu na kuwa tofauti na mwanamke aliyeonekana mara ya kwanza alipokutana na Hamza. Basi Rehema akasema kwamba Hamza, sina wadui wote na wewe. Sina. Ninachotaka ni kutumia hela na kuishi maisha ya furaha yasiyo na upweke na kuachana na kazi ya kutumwa. Nimeteketeza ujana wangu wote kwa ajili ya usalama wa taifa. Sina mume, sina mtoto, sina kitu. Mimi sidaiwi na nchi, bali mimi ndio naidai nchi. Watu wa aina yangu huoni kama tunasikitisha sana? Kwa nini usijifanye hujaniona tu na kuniacha nikaishi kwa uhuru kwa sehemu ya maisha yangu yaliyobakia? Sasa Rehema alionekana akiwa na muonekano wa majonzi makubwa, ikionyesha anaongea kutoka moyoni. Sasa Hamza akasema ya kwamba kama ulichofanya ni kuvujisha baadhi ya nyaraka, pengine ningekuacha. Lakini dada Rehema, ulichokifanya kimesababisha watu kupoteza maisha katika shambulizi lile la kigaidi. Rehema mara baada ya kusikia hivyo, uso wake ulijikunja, huku akiwa ni kama amegandishwa katika eneo moja. Sasa Rehema akasema kwamba kama ni hivyo, kwa hiyo huna mpango wa kuniachia? Aliuliza, na Hamza alitingisha kichwa akasema, Sister Rehema, weka vitu vyako chini na unifuate. Rehema alicheka kikauzo akasema, nikirudi na wewe naenda kufa. Siwezi kuondoka hapa, na isitoshe sipo mwenyewe. Unachopaswa kufanya ni kunikamata na kunichukua kwa nguvu. Roda akasema, wewe unajigamba tu. Haina haja, haina haja hata ya bro kukukamata. Anaongea Roda, na pale pale alifyatuka aliposimama kumsogea Rehema kwa nia ya kumzimisha. Lakini sasa sekunde ile mikondo miwili ya nishati ya rangi ya kijivu ilichomoza kama radi kumsogea Black Fog. Hamza pia aliweza kuhisi msisimko wa nguvu isiyo ya kawaida, na pale pale alimpigia makelele Roda akisema, Roda! Black Fog alikuwa mwepesi mno, kwani haraka sana alitumia nishati ya mbingu na ardhi na kujifyatua pembeni na kukwepa mishale ile ya mwanga. Ule mwanga wa kinishati ulienda moja kwa moja kutua katika bench la mbao, na mara baada ya kugusana tu benchi lile liligeuka unga. Yani ulikuwa ni unga kama vile limeliwa na mchwa na kusambaratika. Hamza alimaka akasema, what? Uchawi wa kifo? Hamza alimaka baada ya fahamu zake kufanya kazi mara baada ya kugundua nishati hiyo. Haraka sana alisogea mbele na kumkinga Roda kwa mbele, huku sasa akiangalia nyuma ya kanisa. Hamza akawaza ya kwamba hii ni ajabu. Kuna mtu ndani ya hili kanisa mwenye uwezo wa kutumia aina hii ya uchawi? Au tumeingia ndani ya kanisa feki? Msikilizaji, tokea dakika ambayo Hamza aliingia katika kanisa hilo, hakuweza kuhisi nguvu yoyote isiyokuwa ya kawaida ambaye amejificha. Kutokuweza kuhisi uwepo wake ilimtisha. Uchawi wa kifo ni aina pia ya mafunzo ya nishati ambayo mtu hategemei nishati ya kawaida kupandisha uwezo wake, bali mchawi anavuna nishati kwa kukinga mvuke unaotolewa na maiti. Mvuke huo humtoka mtu pale tu anapokata roho na kuiacha nafsi yake huru kutengana na mwili. Sasa msikilizaji, ni kwamba kadri mtu anavovuna nishati ya wafu kwa mtindo huo, hufikia katika daraja la kuwa na uwezo hata wa kuongea na wafu. Na watu hao ndio sasa huitwa necromancer ama necromance. Ngoja nikutajie spelling alafu utaingia Google msikilizaji kutazama jinsi walivyo, okay? Necromancer ama necromance. Sasa nitakutajia necromance. Sasa herufi zake ni N, E yani ile ya E, C, R, O, M, A, N, C, Y. Necromance. Ukiingia Google ukaandika tu hivyo utawaona hawa watu. Yote hayo Hamza aliyajua. Hivyo kitendo cha kutohisi uwepo wake huyo necromancer, maana yake
alikuwa na uwezo mkubwa kulingana na wa kwake, na kuna uwezekano pengine mtu huyo alikuwa na uwezo wa juu zaidi kumzidi. Sasa Rehema kwa furaha akaita Father. Hamza aliweza kumuona mwanaume ambaye alikuwa amevalia joho la rangi nyeusi akitokea nyuma. Alikuwa ni mzungu mwenye nywele zilizobadilika rangi kutokana na umri. Alikuwa amevalia miwani yenye frame za chuma na uso wake ulikuwa mwembamba. Hamza alizidi kuhisi hatari mara baada ya kumwangalia padri huyo na kugundua hakuwa akitisha kabisa, na kulingana na uzoefu wake wa kivita alijua kadri mtu anavyozidi kuwa wa kawaida ndio hatari zaidi. Sasa Hamza akasema ikitokea mapigano na huyu mzee usije kurupuka, sio mtu wa kawaida kabisa. Aliongea Hamza kwa kumuonya Black Fog kwamba sikurupuke kwa huyo mzee. Black Fog mara baada ya kusikia kauli hiyo, hisia zake zilikakamaa. Alijiuliza ni mtu gani wa kumfanya mtu kama Hamza kuwa katika hali ya tahadhari namna hiyo. Sasa aliongea akasema, I didn't expect you to be here, Lucifer. Aliongea kimaanisha hakutegemea kumuona hapo Hamza. Hamza akasema unanijua? Ile padri akasema ndio nakujua, ijapokuwa unifahamu, lakini nimekujua kwa muda mrefu mno. Aliongea padri yule kwa sauti ya kujiamini sana. Wewe ni nani? Maana kwa kile ninachofahamu katika ulimwengu huu, hakuna mtu mwenye mafunzo ya nishati za wafu na kuongea nao zaidi ya Mr. Skeleton. Ndio unavyojua? Aliongea yule Father, na kisha alimpotezea Hamza na kwenda moja kwa moja mpaka aliposimama Rehema. Basi Father akasema kwamba Rehema, haupo makini bwana. Sababu ya mambo kufikia hatua hii ni kwa sababu ya uzembe wako. Rehema akasema, Father, tafadhali naomba uniondoe hapa. Nipo tayari kukupatia nusu ya hela zangu. Basi Father akasema, lady, money means nothing to me. Sasa wakati akiongea hivyo, pale pale Rehema alionekana kuingiwa na mvuke mweusi kupitia pua pamoja na masikio na mdomo. Rehema alishia kutoa kelele mkubwa sana, huku akidondoka chini na kuanza kutetemeka kwa nguvu. Ndani ya sekunde chache tu mwili wake wote ulitoa mvuke na ukauka. Hamza alikwisha kutarajia swala kama hilo lingetokea, na alishia kuhema kwa nguvu kwa masikitiko ndani ya moyo wake. Hata hivyo hakuwa na muda wa kujali kuhusu kifo cha Rehema. Basi Father akasema, Lucifer, sikutarajia kama utakuja na kuharibu mpango wangu. Unachukiza mno. Aliongea sasa akimwangalia Hamza kwa namna ya kumchunguza, na kisha akaendelea kusema kwamba ila kwa sababu ya kuhakikisha mpango unaendelea kukamilika kama ilivyopangwa, kwa leo nitaondoka. Sasa Hamza akili yake pale pale iliingiwa na hisia zisizo za kawaida mara baada ya kusikia mtu huyo bado ana mpango sehemu nyingine katika muda tofauti. Alijiuliza au anamaanisha muda wa kufungua kiboksi. Kwa mchawi mwenye nguvu namna hiyo kujitokeza ndani ya mji wa Laimu bila ya kushtukiwa, ilikuwa ni adimu na isiyo kawaida. Hamza pale pale hisia zake zilimwambia bwana huyo mpango wake haikuwa kwa Rehema kabisa, bali ni kupitia baraza la Maxi. Hamza akasema, Roda, rudi haraka ukumbini na umwambie Rais Maxim kuna necromancer anayepanga kushambulia baraza. Black Fog pale pale alijua hali ilivyo ya hatari na haraka sana aliitikia na kugeuka kondoka. Mara baada ya kuona hivyo, yule padri haraka sana aligeuzia mkono kuelekea upande wa kutokea, na ghafla tu mlango ulijaa kiwingu kilichokuwa kikitoa msisimko uliokuwa ukipambana na nafsi. Black Fog uwezo wake wa nishati bado ulikuwa mdogo, hivyo pale pale aligeukia madirisha, lakini ile anakaribia dirisha ili kuruka, ghafla tu aliona kisu kilichotengenezwa kwa mfupa kikisogea kutoka nje kwa kurushwa. Sasa kioo cha dirisha kilipasuliwa na kisu kilichoonekana kurushwa na mtu kutokea nje. Black Fog mara baada ya kuangaza macho yake nje, alijikuta mwili ukimsisimka mara baada ya kuona maskeleton ya watu yakitembea kusogelea kanisa hilo, huku kila mmoja akiwa likiwa sasa limeshikilia silaha. Afumba zaidi yalikuwa ni zaidi ya 20 hivi, huku akiwa amezungukwa na kiwingu cha ajabu sana kama mvuke.
Hamza mara baada ya kuona vile, mara moja alianza kumshambulia yule padri. Eneo hilo lilikuwa na makaburi, na kwa jinsi lilivyozingirwa na nguvu ya ajabu, ilionyesha kabisa bwana huyo kuna uwezekano alikuwa ameficha maskeletoni hayo kwa ajili ya kuyatumia kama wanajeshi. Na kwa mantiki hiyo, Hamza aliona haitokuwa busara kupigana na maskeleton, na badala yake ni vizuri kupambana na mwenye maskeleton. Hamza alikuwa na spidi mno, na ila anamkaribia yule padri, alirusha ngumi nzito kumlenga kichwani na ilifanikiwa kumpata. Hamza alijikuta akishangaa, na hiyo ni mara baada ya mwanzo kufikiria padri huyo angekuwa na uwezo wa kukwepa na kujilinda, lakini matokeo yake ngumi yake ilitua vizuri tu katika paji la uso wake na kumchangua. Hamza kuona vile alihisi kuchanganyikiwa mara baada ya kugundua hali haikuwa shwari. Ilikuwa tofauti na alivyotegemea, kwani mara baada ya kushambulia kichwa kile na kupasuka, tofauti na damu kumtoka, kulitokea moshi mweusi wenye msisimko wa ajabu mno. Hamza pale alijihisi kuwa mjinga. Alipaswa kujua tokea mwanzo sababu ya kutokujua kwa nini hakuweza kuhisi uwepo wa huyo padri tokea mwanzo. Yaani alipaswa kujua tokea mwanzo sababu ya kutokujua kwa nini hakuweza kuhisi uwepo wa huyo padri tokea mwanzo. Sio kwa sababu ya uwezo wake, bali alikuwa ni skeleton pia akiongea kwa niaba ya mtu mwingine, na kwa mantiki hiyo aliamini lazima padri huyo alikuwa ni wa hilo kanisa na alizikwa hapo. Moja wa uwezo wa wachawi wa aina hiyo ni kwamba wanaweza kukutengenezea uhalisia wa mtu kwa kumvalisha ngozi bandia, ila kiuhalisia sio ngozi, ni macho yako mwenyewe tu ndio yanayokudanganya, na ndicho kilichomtokea Hamza, Roda pamoja na Rehema. Hamza alijikuta akiwaza pale na kuona kumbe hata Rehema, mtu ambaye alikuwa akiongea naye, alikuwa amekwisha kufa kitambo. Hamza alijikuta akijiuliza kama ni hivyo, huyo mchawi halisi uko wapi? Hakutaka kujiuliza mara mbili, na haraka sana alitoka nje ya kanisa kumsaidia Roda kushambulia maskeleton mawili kwa mpigo. Black Fog alikuwa ni mwanamke na pia alikuwa akipambana vita vya aina mbili kwa wakati mmoja, vya kimwili na nafsi. Hivyo ilizidi kuwa ni ngumu sana kwake kupambana na hayo maskeleton. Sasa Black Fog kwa wasiwasi akauliza, bro, tunafanyaje sasa? Hamza akasema kwamba nitaharibu kwanza haya majitu, ila wewe itabidi umpigie simu Asmantes amwambie Maxim kusitisha mara moja kikao. Sasa wakati Hamza akiongea, alikuwa akishambuliana na maskeleton kwa kasi ya ajabu mno. Ila licha hivyo wanajeshi hao wa vifo hawakuwa wakichoka hata kidogo. Maana kila wakipigwa chini kudondoka, walikuwa wakisimama tena na kuendelea kushambulia. Kilicho msumbua zaidi Hamza ni kwamba yalionekana yakiongezeka kadri muda ulivyokuwa unazidi kusogea. Sasa Black Fog akasema, bro, ile eneo halina mtandao, nina uhakika wameukata. Anaongea Black Fog alikuwa ameshikilia simu akijaribu kupiga. Hamza akasema, damn it, watu wanajaribu kufanya nini? Hamza pale alijikuta akiwaza kwa sekunde, na kisha aling'ata meno yake na kusema kwamba haina haja kuendelea kushambuliana nayo, tutaruka kwenda kutoa taarifa. Black Fog akasema, tutaruka? Sasa Black Fog alionekana kutokuelewa, lakini Hamza muda ule sasa alishambeba juu, na mara baada ya kushambulia maskeleton mawili alipiga hatua mbili kwenda mbele, na ila anapiga ya tatu kama mwanariadha airuka hewani. Hamza alikwenda kutoa mita 10 mbali na yale maskeleton na kumweka chini Black Fog. Lakini sasa ile wanataka kuanza kukimbia, waliweza kuona kivuli cha mtu aliyevalia joho la rangi nyeusi akiwa amesimama katikati ya barabara kwa namna ya kuadhibia njia. I say ilikuwa ni ngumu kumuona kwa sababu alikuwa amezingirwa na kiwingu cheusi usoni, huku mkononi akiwa ameshikilia kitu cha ajabu kama fimbo iliyoning'iniza mifupa mingi ya kila aina, kuanzia ya ndege, binadamu na wanyama. Sasa Hamza mara baada ya kuangalia ile fimbo iliyokuwa ikitoa msisimko wa nguvu ya uchawi ya kutosha, ajikuta akikaza macho yake na kumwangalia kwa umakini, na pale moyo wake ulipiga kite. Haikuwa kwake tu, hata Black Fog hivyo. Walishangaa kwa pamoja, wakasema, Mr. Skeleton. Hawakuamini. Mtu ambaye alikuwa akiwashambulia alikuwa ni mchawi wa misitu ya Amazon, Mr. Skeleton, mmoja ya magwiji 10 wa baraza la Max. Sasa ni vita ya gwiji na gwiji. Oya,
mwamba skeleton inaonekana yupo imara, yupo ni ana nguvu. Hapa Hamza atafanyaje? Tukutane sehemu inayofuatia msikilizaji kuweza kufahamu mengi zaidi. Kumbuka mwandaji ni Isa Singano. Mimi tu niseme ya kwamba naendelea kushukuru sana wewe msikilizaji kuwa pamoja nami mpaka sehemu hii. Na naamini sehemu ya 60 itakuwa ni nzuri zaidi. Kama bado hujasubscribe channel hii, fanya hivyo, na kama tayari niseme tu ya kwamba asante sana msikilizaji, na nitahakikisha kwa kadri ya uwezo wa Mungu atakaonijalia afya na nguvu, basi nitahakikisha na kupatia simulizi kwa kadri niwezavyo. Okay? God be with you till we meet again. Bye bye.